Injili ya Yohana, sura ya kwanza. Neno aliyekuwa mwili na ushuhuda wa Yohana Mbatizaji. Hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno alikuwa pamoja na Mungu, na neno alikuwa Mungu. Mwanzo, neno alikuwa pamoja na Mungu. Kwa njia yake vitu vyote vilikuwepo, na pasipo yeye hakuna kitu kilichokuwepo. Ndani yake kulikuwa uzima, na uzima ulikuwa nuru ya wanadamu. Nuru huangaza gizani, na giza halikuishinda. Kulikuwa na mtu aliyetumwa na Mungu, jina lake Yohana. Alikuja kwa ushuhuda, ili ashuhudie nuru, ili kwa njia yake wote waamini. Yeye hakuwa nuru, bali alikuja ili ashuhudie nuru. Nuru ya kweli ndiyo ile, ikija ulimwenguni, humwangazia kila mtu. Alikuwa ulimwenguni, na kwa njia yake ulimwengu ulipatikana, lakini ulimwengu haukumjua. Alikuja kwa walio wake, lakini wake hawakumpokea. Lakini wote waliompokea, aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu, wale waaminio jina lake. Hawa hawakuzaliwa kwa damu, wala kwa mapenzi ya mwili, wala kwa mapenzi ya mtu, bali walizaliwa kwa Mungu. Neno likawa mwili, na likakaa kati yetu. Nasi tuliona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee wa Baba, amejaa neema na kweli. Yohana alimshuhudia, akapaza sauti, akisema, huyu ndiye niliyosema, baada yangu anakuja aliye kabla yangu. Kutoka utimilifu wake sisi sote tulipokea, neema juu ya neema. Kwa maana Torati ilitolewa kwa njia ya Musa, lakini neema na kweli zilikuja kwa njia ya Yesu Kristo. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mwana pekee wa Mungu, aliye katika kifua cha Baba, ndiye amemfunua. Huu ulikuwa ushuhuda wa Yohana wakati Wayahudi kutoka Yerusalemu walipotuma makuhani na Walawi kumuuliza, wewe ni nani? Alikiri, wala hakukataa, alikiri, mimi si Kristo. Wakamuuliza, wewe ni nani? Je, wewe ni Eliya? Akasema, mimi si. Je, wewe ni nabii? Akajibu, hapana. Wakamwambia, wewe ni nani, ili tuwape jibu wale waliotutuma? Unasema nini juu yako mwenyewe? Akasema, mimi ni sauti ya mtu anayepaza sauti jangwani, nyosheni njia ya Bwana, kama nabii Isaya alivyosema. Na miongoni mwa waliotumwa walikuwa Mafarisayo. Wakamuuliza, kwa nini basi unabatiza, ikiwa wewe si Kristo, wala Eliya, wala nabii? Yohana akawajibu, mimi nabatiza kwa maji, lakini katikati yenu yupo yule msiyemjua. Yule anayekuja baada yangu, ambaye mimi sistahili kufungua kamba ya kiatu chake. Mambo haya yalitokea Bethania, ngambo ya Yordani, mahali Yohana alipokuwa anabatiza. Kesho yake, Yohana alimwona Yesu akimjia, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu, aondoaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyosema, baada yangu anakuja mtu aliyekuwako kabla yangu, kwa sababu alikuwa kabla yangu. Nami sikumjua, lakini ili ajulikane kwa Israeli, kwa hiyo nilikuja kubatiza kwa maji. Yohana alishuhudia, akisema, niliona Roho akishuka kutoka mbinguni kama hua, akakaa juu yake. Nami sikumjua, lakini yule aliyenituma kubatiza kwa maji, alinieleza, juu ya mtu utakayemwona Roho akishuka na kukaa, huyo ndiye anayebatiza kwa Roho Mtakatifu. Nami niliona na kushuhudia kwamba huyu ndiye Mwana wa Mungu. Siku iliyofuata Yohana alikuwa tena pale, na pamoja naye wanafunzi wake wawili. Na alipomtazama Yesu akipita, alisema, tazama mwana-kondoo wa Mungu. Wale wanafunzi wawili waliposikia akisema hivyo, wakamfuata Yesu. Yesu akageuka, akawaona wakimfuata, akawauliza, mnatafuta nini? Wakamuuliza, Rabi, ikimaanisha mwalimu, unakaa wapi? Akawaambia, njoni mion. Wakaenda, wakaona mahali alipokaa, wakakaa pamoja naye siku ile, ilikuwa karibu saa 10. Andrea, nduguye Simoni Petro, alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohana na kumfuata Yesu. Kwanza alimkuta nduguye Simoni, akamwambia, tumemkuta Masia, ikimaanisha Kristo. Akampeleka kwa Yesu. Yesu alipomtazama, akasema, wewe ni Simoni, mwana wa Yohana, utaitwa Kefa, ikimaanisha Petro. Siku iliyofuata Yesu alitaka kwenda Galilaya. Akamkuta Filipo, akamwambia, nifuate. Filipo alikuwa kutoka Betsaida, mji wa Andrea na Petro. Filipo akamkuta Nathanaeli, akamwambia, yule ambaye Musa aliandika katika Torati, na pia manabii, tumemkuta, Yesu, mwana wa Yosefu, kutoka Nazareti. Nathanaeli akamwambia, kutoka Nazareti kunaweza kutoka kitu kizuri? Filipo akamwambia, njoo uone. Yesu alipomwona Nathanaeli akija kwake, alisema juu yake, tazama Mwisraeli wa kweli, ambaye ndani yake hakuna hila. Nathanaeli akamwambia, unanijua kutoka wapi?
Yesu akajibu, kabla Filipo hajakuita, ulipokuwa chini ya mtini, nilikuona. Nathanaeli akajibu, Rabi, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mfalme wa Israeli. Yesu akajibu, akamwambia, kwa sababu nilikuambia nilikuona chini ya mtini, unaamini? Utaona mambo makubwa kuliko haya. Akasema tena, amini nawaambia, mtauona mbingu ikiwa wazi, na malaika wa Mungu wakipanda na kushuka juu ya Mwana wa Adamu. Uchambuzi wa muktadha: kijiografia, kihistoria, kisiasa, kijamii na kidini. Injili ya Yohana inaanza kwa ufafanuzi wa kina wa kitheolojia kuhusu neno la milele, ikimhusisha Yesu na uumbaji, mwanzo, na kuthibitisha uungu wake. Kijiografia, inataja mahali kama Bethania na Yordani, muhimu katika muktadha wa huduma ya Yohana Mbatizaji. Kihistoria, maandiko yanaonyesha mvutano kati ya viongozi wa kidini na wafuasi wapya wa Kristo. Kisiasa, cheo mfalme wa Israeli kinamaanisha athari za kimasia zinazopinga utaratibu wa Kirumi. Kijamii, inaonyesha kuundwa kwa kundi jipya kuzunguka Yesu, kutoka kwa wanafunzi wa kawaida. Kidini, ni muhimu dhana ya Yesu kama mwana-kondoo wa Mungu na ufunuo wa Baba, juu ya upatanisho wa kale wa Torati. Injili ya Yohana, sura ya 2. Muujiza wa kwanza wa Yesu na usafishaji wa hekalu. Siku ya 3 kulikuwa na arusi huko Kana ya Galilaya, na mama yake Yesu alikuwa pale. Yesu naye alialikwa kwenye arusi, na wanafunzi wake walikuwa pamoja naye. Na divai ilipokosekana, mama yake Yesu akamwambia, hawana divai. Yesu akamwambia, mwanamke, kuna nini kati yangu na wewe? Saa yangu bado haijafika. Mama yake akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia, fanyeni. Palikuwa na mitungi 6 ya mawe, iliyowekwa kwa ajili ya utakaso wa Wayahudi, kila moja ikibeba vipimo 2 au 3. Yesu akawaambia, jazeni mitungi kwa maji. Nao wakajaza hadi juu. Kisha akawaambia, pelekeni kwa msimamizi wa sherehe. Nao wakapeleka. Msimamizi wa sherehe alipoonja maji yaliyogeuzwa kuwa divai, bila kujua divai ilikotoka, ingawa watumishi walijua. Msimamizi wa sherehe akamwita bwana harusi, akamwambia, kila mtu kwanza hutoa divai nzuri, na baada ya watu kulewa, hutoa ile duni. Lakini wewe umehifadhi divai nzuri mpaka sasa. Muujiza huu Yesu aliufanya kama mwanzo wa ishara zake huko Kana ya Galilaya, na akaonyesha utukufu wake, na wanafunzi wake wakaamini ndani yake. Baada ya hayo Yesu alishuka mpaka Kapernaumu. Yeye na mama yake, na ndugu zake, na wanafunzi wake, nao wakakaa pale siku chache. Pasaka ya Wayahudi ilipokuwa karibu, Yesu alipanda kwenda Yerusalemu na akaona ndani ya hekalu wale waliokuwa wakiuza ng'ombe, kondoo, njiwa, na wachuuzi wa fedha wakiwa wameketi. Akiwa ametengeneza mjeledi wa kamba, aliwafukuza wote kutoka hekaluni, pamoja na kondoo na ng'ombe. Akazimwaga sarafu za wachuuzi wa fedha na kuzipindua meza. Na wale waliokuwa wakiuza njiwa akawaambia, ondoeni vitu hivi hapa, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Kisha wanafunzi wake wakakumbuka kwamba imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanimeza. Wayahudi wakamwambia Yesu, ni ishara gani unatuonyesha ili ufanye mambo haya? Yesu akawajibu, akawaambia, vunjeni hekalu hili, nami kwa siku 3 nitaliinua. Wayahudi wakasema, hekalu hili limejengwa kwa miaka 46, na wewe kwa siku 3 utaliinua? Lakini alikuwa akizungumza juu ya hekalu la mwili wake. Yesu alipofufuka kutoka kwa wafu, wanafunzi wake wakakumbuka kwamba alikuwa amesema haya, na wakaamini maandiko na neno alilosema. Yesu alipokuwa Yerusalemu, wakati wa Pasaka, katika sikukuu, wengi wakaamini jina lake, wakiona ishara alizokuwa akifanya. Lakini Yesu mwenyewe hakuwa na imani nao, kwa sababu aliwajua wote, wala hakuhitaji mtu yeyote kutoa ushuhuda kuhusu mwanadamu, kwa maana yeye mwenyewe alijua yaliyomo moyoni mwa mwanadamu. Uchambuzi wa muktadha: kijiografia, kihistoria, kisiasa, kijamii na kidini. Sura hii inasimulia muujiza wa kwanza wa hadhara wa Yesu katika sherehe ya arusi huko Kana, ikionyesha nguvu zake za kiungu katika muktadha wa kijamii wa Galilaya. Kijiografia, inahama kutoka Kana hadi Yerusalemu, ikisisitiza umuhimu wa hekalu. Kihistoria, tukio la usafishaji linaonyesha ukosoaji wa biashara ndani ya hekalu, likiwa ishara ya utakaso wa kiroho unaohitajika. Kisiasa, linauliza mamlaka ya viongozi wa Kiyahudi.
Kijamii, linaonyesha mwanzo wa uundaji wa wanafunzi kwa imani katika ishara za Yesu. Kidini, linaelekeza kwenye utume wa kimasia na ufufuo, kuthibitisha Yesu kama hekalu hai la Mungu. Injili ya Yohana, sura ya 3. Yesu na Nikodemo, kuzaliwa upya. Palikuwa na mtu miongoni mwa Mafarisayo jina lake Nikodemo, mmoja wa viongozi wa Wayahudi. Huyu alimjia Yesu usiku, akamwambia, Rabi, tunajua kwamba wewe ni mwalimu uliyekuja kutoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kufanya ishara hizi unazozifanya, isipokuwa Mungu awe pamoja naye. Yesu akamjibu akamwambia, Amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa upya, hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, mtu anawezaje kuzaliwa akiwa mzee? Anaweza kuingia mara ya pili tumboni mwa mama yake na kuzaliwa? Yesu akajibu, Amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho, hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Usistaajabu kwa sababu nimekuambia, ni lazima mzaliwe upya. Upepo huvuma popote upendapo, na unasikia sauti yake, lakini hujui unatoka wapi wala unaenda wapi. Vivyo hivyo ni kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Nikodemo akamjibu, akamwambia, inawezaje kuwa hivyo? Yesu akajibu, wewe ni mwalimu wa Israeli, na hujui mambo haya? Amin, amin nakuambia, tunasema tuliyoyajua na kushuhudia tuliyoyaona, lakini ushuhuda wetu hamukubali. Nikiwa nimewaambia mambo ya duniani nanyi hamwamini, mtakuwaje mkiambiwa mambo ya mbinguni? Hakuna mtu aliyepanda mbinguni isipokuwa yule aliyeshuka kutoka mbinguni, Mwana wa Adamu, aliye mbinguni. Na kama vile Musa alivyoinua nyoka jangwani, vivyo hivyo ni lazima Mwana wa Adamu ainuliwe, ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu kiasi cha kumpa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu hakumtuma mwana wake ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe kwa njia yake. Yeye amwaminie hahukumiwi, lakini yeye asiyemwamini tayari amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hukumu ndiyo hii, kwamba nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa kuwa matendo yao yalikuwa maovu. Kwa maana kila atendaye maovu huchukia nuru, wala haji kwenye nuru, ili matendo yake yasilaumiwe. Lakini yeye afanyaye kweli huja kwenye nuru, ili yaonekane kwamba matendo yake yametendwa katika Mungu. Baada ya hayo, Yesu alikuja pamoja na wanafunzi wake na akaingia katika nchi ya Yudea, akakaa pamoja nao pale. Yohana alikuwa huko Enoni, karibu na Salimu, palipokuwa na maji mengi, na watu wengi walikuja wakabatizwa naye. Lakini Yohana bado hakuwa ametupwa gerezani. Kulikuwa na mabishano kati ya wanafunzi wa Yohana na Wayahudi kuhusu utakaso. Wakaja kwa Yohana, wakamwambia, yule aliyekuwa pamoja nawe ngambo ya Yordani, ambaye ulitoa ushuhuda juu yake, tazama wanafunzi wake wanabatiza na wote wanamwendea. Yohana akajibu, mtu hawezi kupokea kitu chochote isipokuwa kimepewa kutoka mbinguni. Ninyi wenyewe mnashuhudia kwamba nilisema mimi si Kristo, bali nimetumwa mbele yake. Alaina bibi arusi ndiye bwana arusi. Rafiki wa bwana arusi husikia na kufurahi sana kwa sauti ya bwana arusi, na furaha yangu imekamilika. Ni lazima yeye akue, nami nipungue. Atokaye juu yuko juu ya wote, atokaye duniani ni wa dunia na husema mambo ya dunia. Atokaye mbinguni yuko juu ya wote. Alivyoona na kusikia, hayo hushuhudia, lakini hakuna mtu anayepokea ushuhuda wake. Yeye anayepokea ushuhuda wake, anakiri kwamba Mungu ni wa kweli. Yule ambaye Mungu amemtuma husema maneno ya Mungu, kwa kuwa Mungu hamtoi Roho kwa kipimo. Baba anampenda Mwana, amemkabidhi mambo yote mikononi mwake. Yeye amwaminie Mwana ana uzima wa milele. Yeye asiyemtii Mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inakaa juu yake. Uchambuzi wa muktadha: kijiografia, kihistoria, kisiasa, kijamii na kidini. Sura hii inaleta mazungumzo ya Yesu na Nikodemo, kiongozi wa Kiyahudi, kuhusu kuzaliwa kiroho, dhana muhimu kwa imani ya Kikristo. Kijiografia, mkutano unafanyika Yerusalemu, ukionyesha ukaribu na Uyahudi rasmi. Kihistoria, inaonyesha mvutano kati ya mafundisho ya Yesu na mamlaka za kidini.
Kisiasa, mada ya uzima wa milele inapingana na matarajio ya kimasia ya kisiasa. Kijamii, inasisitiza haja ya mabadiliko ya ndani kwa kuingia katika ufalme. Kidini, inaonyesha upendo wa Mungu kama motisha ya umwilisho na wokovu wa ulimwengu wote. Injili ya Yohana, sura ya 4. Yesu na mwanamke Msamaria, maji ya uzima na kuabudu kwa kweli. Yesu alipaswa kupita Samaria. Akafika katika mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na shamba ambalo Yakobo alimpa Yosefu mwanawe. Palikuwa na kisima cha Yakobo, na Yesu, akiwa amechoka kwa safari, aliketi kando ya kisima. Ilikuwa karibu saa 6. Mwanamke Msamaria akaja kuchota maji. Yesu akamwambia, "Nipe maji ninywe." Kwa maana wanafunzi wake walikuwa wamekwenda mjini kununua chakula. Mwanamke Msamaria akamwambia, "Wewe ukiwa Myahudi, unawezaje kuniomba maji mimi nikiwa mwanamke Msamaria?" Alisema hivyo kwa sababu Wayahudi hawakuwa na uhusiano na Wasamaria. Yesu akamjibu akamwambia, "Kama ungalijua kipawa cha Mungu na ni nani anayekuambia, nipe maji ninywe, wewe ungalimwomba, naye angalikupa maji ya uzima." Mwanamke akamwambia, "Bwana, huna chombo cha kuchotea maji, na kisima ni kirefu. Maji hayo ya uzima unayoyasema utayapata wapi? Je, wewe ni mkuu kuliko baba yetu Yakobo, ambaye alitupa kisima hiki, na yeye mwenyewe alikinywa, pamoja na wanawe na wanyama wake?" Yesu akamjibu, akamwambia, "Kila mtu anywaye maji haya atakuwa na kiu tena, lakini yeye atakayekunywa maji nitakayompa hatakuwa na kiu tena, kwa maana maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji inayobubujika hata uzima wa milele." Mwanamke akamwambia, "Bwana, nipatie maji hayo ili nisipate kiu tena wala nisiendelee kuja hapa kuchota." Yesu akamwambia, "Nenda, mwite mume wako uje hapa." Mwanamke akajibu, akasema, "Sina mume." Yesu akamwambia, "Umesema kweli, sina mume, kwa maana umekuwa na waume 5, na yule uliye naye sasa si mume wako. Katika hili umesema kweli." Mwanamke akamwambia, "Bwana, naona wewe ni nabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, na ninyi mwasema kwamba Yerusalemu ndilo mahali pa kumwabudu Mungu." Yesu akamwambia, "Mwanamke, niamini, saa inakuja ambapo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala Yerusalemu. Ninyi mwabudu msichokijua, sisi tuabudu tunachokijua, kwa maana wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambapo waabudu wa kweli watamwabudu Baba kwa roho na kweli, kwa maana Baba anawatafuta watu wa namna hiyo wamwabudu. Mungu ni roho, na wale wamwabuduo lazima wamwabudu kwa roho na kweli." Mwanamke akamwambia, "Najua kwamba Masia anakuja, aitwaye Kristo. Atakapokuja, atatueleza mambo yote." Yesu akamwambia, "Mimi ndiye ninayesemao." Wakati huo wanafunzi wake wakaja, wakastaajabu kwamba alikuwa akizungumza na mwanamke, lakini hakuna aliyesema, "Unauliza nini?" au "Kwa nini unazungumza naye?" Kisha mwanamke aliacha mtungi wake, akaenda mjini, akawaambia watu, "Njooni, muone mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyafanya. Je, huyu si Kristo?" Wakatoka mjini, wakamwendea. Wakati huo, wanafunzi wake walimwomba, wakisema, "Mwalimu, kula." Lakini yeye akawaambia, "Nina chakula msichokijua." Wanafunzi wakasema wao kwa wao, "Je, mtu amemletea chakula?" Yesu akawaambia, "Chakula changu ni kufanya mapenzi ya yule aliyenituma na kutimiza kazi yake. Je, hamsemi bado kuna miezi 4 hadi mavuno? Tazamini nawaambia, inueni macho yenu, muone mashamba, tayari yamekuwa meupe kwa mavuno. Mwenye kuvuna hupokea ujira na hukusanya matunda kwa uzima wa milele, ili mwenye kupanda na mwenye kuvuna wafurahi pamoja. Kwa maana katika hili neno ni kweli, mmoja apanda, mwingine avuna. Nimewatuma kuvuna kile ambacho hamkufanya kazi, wengine walifanya kazi, ninyi mmeingia katika kazi yao." Wasamaria wengi wa mji ule waliamini ndani yake kwa sababu ya neno la mwanamke, aliyeshuhudia, akisema, "Ameniambia mambo yote niliyoyafanya." Basi, Wasamaria walipomwendea, walimwomba akae pamoja nao, naye akakaa pale siku 2. Na wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Wakamwambia mwanamke, "Sasa si kwa sababu ya maneno yako tunaamini, bali sisi wenyewe tumesikia na tunajua kwamba huyu kweli ndiye Mwokozi wa ulimwengu." Baada ya siku 2 Yesu alitoka pale, akaenda Galilaya, kwa maana yeye mwenyewe alishuhudia kwamba nabii hana heshima katika nchi yake.
Alipofika Galilaya, Wagalilaya walimpokea kwa sababu waliona mambo yote aliyoyafanya katika sikukuu kule Yerusalemu. Akaenda tena Kana ya Galilaya, mahali alipogeuza maji kuwa divai. Palikuwa na afisa fulani huko Kapernaumu ambaye mwanawe alikuwa mgonjwa. Aliposikia kwamba Yesu ametoka Yudea kuja Galilaya, alimwendea, akamsihi Yesu amponye mwanawe, kwa maana alikuwa karibu kufa. Yesu akamwambia, msipoona ishara na maajabu hamtaamini. Afisa akamwambia, Bwana, njoo kabla mtoto wangu hajafa. Yesu akamwambia, nenda, mwanao anaishi. Afisa akaamini neno alilomwambia Yesu, akaenda zake. Alipokuwa akishuka, watumishi wake wakakutana naye, wakamwambia, mwanao anaishi. Afisa akawauliza saa ambayo mtoto alipona. Wakamwambia, jana, saa ya 7, homa ilimwacha. Baba akatambua kwamba ilikuwa saa ile Yesu alipomwambia, mwanao anaishi. Naye akaamini, yeye na nyumba yake yote. Huu ulikuwa muujiza wa pili Yesu aliofanya, alipokuja kutoka Yudea kwenda Galilaya. Uchambuzi wa muktadha, kijiografia, kihistoria, kisiasa, kijamii na kidini. Sura hii inaonyesha mkutano wa Yesu Kristo na mwanamke Msamaria, ikionyesha kushinda vizuizi vya kikabila na kidini kati ya Wayahudi na Wasamaria. Kijiografia, mazungumzo yanatokea Sikari, mahali pa kihistoria kwa Israeli. Kihistoria, yanaonyesha mvutano kati ya Wayahudi na Wasamaria. Kisiasa, yanasisitiza wokovu wa ulimwengu wote bila mipaka ya kitaifa. Kijamii, yanaonyesha nafasi ya imani binafsi na kuenea kwa Injili. Kidini, yanathibitisha namna mpya ya kuabudu kwa roho na kweli, msingi wa Ukristo. Injili ya Yohana, sura ya 5. Yesu anaponya siku ya Sabato na mamlaka ya mwana. Baada ya mambo haya kulikuwa na sikukuu ya Wayahudi, na Yesu alipanda kwenda Yerusalemu. Huko Yerusalemu, karibu na lango la kondoo, palikuwa na bwawa liitwalo kwa Kiebrania Betesda, lenye baraza 5. Ndani yake walikuwa wamelala watu wengi, wagonjwa, vipofu, viwete na walemavu, wakisubiri maji yatikisike. Kwa maana mara kwa mara malaika wa Bwana alishuka kwenye bwawa na kuyatikisa maji. Na wa kwanza kuingia baada ya maji kutikisika aliponywa ugonjwa wowote aliokuwa nao. Palikuwa na mtu mmoja ambaye kwa miaka 38 alikuwa mgonjwa. Yesu alipomwona amelala na akajua kwamba kwa muda mrefu alikuwa katika hali hiyo, akamwambia, "Je, wataka kuponywa?" Mgonjwa akamjibu, "Bwana, sina mtu wa kunitia ndani ya bwawa maji yanapoyatikisika. Na wakati ninapojaribu kwenda, mwingine hushuka kabla yangu." Yesu akamwambia, "Simama, chukua godoro lako utembee." Mara moja mtu yule akapona, akachukua godoro lake, akatembea. Na siku ile ilikuwa Sabato. Wayahudi wakamwambia yule aliyekuwa ameponywa, "Ni Sabato, si halali kwako kubeba godoro." Naye akawajibu, "Yule aliyeniponya ndiye aliyeniambia, chukua godoro lako utembee." Wakamuuliza, "Ni nani mtu aliyekuambia, chukua godoro lako utembee?" Lakini yule aliyekuwa ameponywa hakujua ni nani, kwa sababu Yesu alikuwa ameondoka, kwa kuwa kulikuwa na umati mahali pale. Baadaye Yesu alimkuta hekaluni, akamwambia, "Tazama, sasa umeponywa, usitende dhambi tena, ili jambo baya zaidi lisikupate." Mtu yule akaenda, akawaambia Wayahudi kwamba Yesu ndiye aliyemponya. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakaanza kumwendea Yesu, kwa kuwa alikuwa akifanya mambo haya siku ya Sabato. Lakini Yesu akawajibu, "Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami pia natenda kazi." Kwa sababu hiyo Wayahudi walitaka zaidi kumuua, kwa kuwa hakuwa tu anavunja Sabato, bali pia alisema kwamba Mungu ni baba yake mwenyewe, akijifanya sawa na Mungu. Ndipo Yesu akawajibu, "Amin, amin nawaambia, mwana hawezi kufanya chochote kwa nafsi yake, ila yale anayoyaona Baba akifanya, kwa maana kila kitu Baba afanyacho, mwana hufanya vivyo hivyo. Kwa maana Baba ampendea mwana, naye humwonyesha mambo yote anayoyafanya. Na mambo makubwa zaidi kuliko haya atamwonyesha, ili mshangae. Kwa maana kama vile Baba anavyowafufua wafu na kuwapa uzima, vivyo hivyo mwana huwapa uzima wale awatakao. Na Baba hamhukumu mtu yeyote, bali hukumu yote ameikabidhi kwa mwana, ili wote waheshimu mwana kama wanavyomheshimu Baba. Yeye asiyemheshimu mwana hamheshimu Baba aliyemtuma. Amin, amin nawaambia, yeye asikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenituma ana uzima wa milele,
wala hataingia katika hukumu, bali amepita kutoka mauti kuingia uzima. Amin, amin nawaambia, saa inakuja, nayo sasa ipo, ambapo wafu watasikia sauti ya Mwana wa Mungu, na watakaosikia wataishi. Kwa maana kama vile Baba alivyo na uzima ndani yake, vivyo hivyo amempa Mwana awe na uzima ndani yake. Naye amempa mamlaka ya kufanya hukumu, kwa sababu yeye ni Mwana wa Adamu. Msistaajabu kwa hili, kwa maana saa inakuja ambapo wote waliomo makaburini watasikia sauti yake na kutoka nje. Waliotenda mema watafufuliwa kwa uzima, na waliotenda mabaya watafufuliwa kwa hukumu. Mimi siwezi kufanya chochote kwa nafsi yangu, kama ninavyosikia, ndivyo ninavyohukumu, na hukumu yangu ni ya haki. Kwa sababu sitafuti mapenzi yangu mwenyewe, bali mapenzi ya yeye aliyenituma. Kama nikijishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu si wa kweli. Lakini yupo mwingine anayenishuhudia, nami najua kwamba ushuhuda anaonishuhudia ni wa kweli. Ninyi mlituma wajumbe kwa Yohana, naye alishuhudia kweli. Lakini mimi sipokei ushuhuda kutoka kwa mwanadamu. Lakini nasema haya ili mwokolewe. Yohana alikuwa taa inayowaka na kung'aa, nanyi mlikuwa radhi kufurahia mwanga wake kwa muda. Lakini mimi nina ushuhuda mkubwa kuliko wa Yohana. Kwa maana kazi zile Baba alizonipa nizitimize, kazi hizo ninazozifanya zinanishuhudia kwamba Baba amenituma. Na Baba aliyenituma ndiye amenishuhudia. Ninyi hamjamsikia sauti yake wakati wowote, wala hamjaona umbo lake. Wala neno lake halikai ndani yenu, kwa sababu hamumwamini yule Baba aliyemtuma. Mnachunguza maandiko, kwa sababu mnafikiri ndani yake mna uzima wa milele, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Lakini hamji kwangu ili mpate uzima. Utukufu kutoka kwa wanadamu sipokei. Lakini ninajua kwamba hamna upendo wa Mungu ndani yenu. Nimekuja kwa jina la Baba yangu, wala hamnipokei. Mtu mwingine akija kwa jina lake mwenyewe, mtampokea. Mnawezaje kuamini, ninyi mnapopokea utukufu kutoka kwa kila mmoja, wala hamtafuti utukufu utokao kwa Mungu pekee? Msifikiri kwamba mimi nitawashitaki kwa Baba, yupo anayewashitaki, yaani Musa, ambaye mnamtumainia. Kwa maana kama mngemwamini Musa, mngeniamini mimi, kwa sababu yeye aliandika juu yangu. Lakini msipoyamini maandiko yake, mtawezaje kuamini maneno yangu? Uchambuzi wa muktadha, kijiografia, kihistoria, kisiasa, kijamii na kidini. Sura hii inasimulia uponyaji katika bwawa la Bethesda, ikionyesha nguvu za Yesu Kristo na mabishano kuhusu Sabato. Kijiografia, tukio linatokea Yerusalemu, kituo cha kidini cha Kiyahudi. Kihistoria, linaonyesha mvutano kati ya Yesu na viongozi wa kidini. Kisiasa, linauliza mamlaka ya kidini na uhusiano na sheria. Kijamii, linaonyesha majibu ya jamii ya kidini kwa ujumbe mpya. Kidini, linaonyesha mamlaka ya Mwana kuhukumu na kutoa uzima wa milele, kuthibitisha uungu wake. Injili ya Yohana, sura ya 6. Yesu, mkate wa uzima. Baada ya mambo haya Yesu alipita upande wa pili wa bahari ya Galilaya, iitwayo Tiberia. Umati mkubwa ulimfuata, kwa sababu waliona ishara alizokuwa akifanya kwa wagonjwa. Yesu alipanda mlimani, akaketi pale pamoja na wanafunzi wake. Pasaka, sikukuu ya Wayahudi, ilikuwa karibu. Yesu alipoinua macho yake na kuona umati mkubwa ukimjia, akamwambia Filipo, tutapata wapi mkate ili hawa wale? Alisema hili ili kumjaribu, kwa maana yeye mwenyewe alijua atakalofanya. Filipo akamjibu, mikate ya thamani ya dinari 200 haitoshi kwa kila mmoja wao kupata kidogo. Andrea, nduguye Simoni Petro, mmoja wa wanafunzi wake, akasema, yupo hapa kijana mwenye mikate 5 ya shayiri na samaki wadogo 2, lakini hivi vitatosha nini kwa wengi hivi? Yesu akasema, wekeni mari. Palikuwa na majani mengi mahali pale. Wanaume wakaketi, idadi yao ilikuwa karibu 5,000. Yesu akachukua mikate, akamshukuru Mungu, akawagawia waliokuwa wameketi, na pia samaki, kadiri walivyotaka. Waliposhiba, Yesu akawaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki, ili visipotee. Walikusanya, wakajaza vikapu 12 kwa vipande vya mikate 5 ya shayiri vilivyobaki kwa wale waliokula. Watu walipoona ishara aliyofanya Yesu, wakasema, hakika huyu ndiye nabii ajaye ulimwenguni. Yesu alipojua kwamba walitaka kuja kumchukua kwa nguvu ili wamfanye mfalme, aliondoka tena mlimani peke yake.
Jioni, wanafunzi wake walishuka baharini, wakaingia katika mashua, wakavuka bahari kuelekea Kapernaumu. Ilipokuwa usiku, Yesu hakuwa amewajia bado. Bahari ikawa inatikisika, kwa sababu upepo mkali ulikuwa ukivuma. Walipokuwa wamepiga makasia kama stadia 25 au 30, wakamwona Yesu akitembea juu ya bahari akikaribia mashua, wakahofia. Lakini yeye akawaambia, "Ni mimi, msiogope." Wakamtaka apande mashua, na mara mashua ikafika nchi walikokuwa wakielekea. Kesho yake, umati uliobaki upande wa pili wa bahari uliona kwamba pale palikuwa na mashua moja tu, na Yesu hakuwa ameingia ndani yake pamoja na wanafunzi wake, bali wanafunzi walikuwa wameondoka. Mashua zingine kutoka Tiberia zikaja karibu na mahali walipokula mkate baada ya Bwana kushukuru. Umati ulipoona kwamba Yesu hakuwa pale, wala wanafunzi wake, wakaingia mashua, wakaenda Kapernaumu kumtafuta Yesu. Walipomkuta Yesu upande wa pili wa bahari, wakamwambia, "Rabi, ulifika lini hapa?" Yesu akawajibu, "Amin, amin nawaambia, mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula mikate mkashiba. Fanyeni kazi si kwa chakula kipoteacho, bali kwa chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho Mwana wa Adamu atawapa, kwa maana Baba, Mungu, amemthibitisha huyu." Wakamauliza, "Tufanye nini ili tutende kazi za Mungu?" Yesu akawajibu, "Hii ndiyo kazi ya Mungu, kwamba muamini yule aliyemtuma." Wakamauliza tena, "Ni ishara gani unayofanya ili tuione na tuamini kwako? Unafanya nini? Baba zetu walikula mana jangwani, kama ilivyoandikwa, aliwapa mkate kutoka mbinguni ili wale." Yesu akawaambia, "Amin, amin nawaambia, si Musa aliyewapa mkate kutoka mbinguni, bali Baba yangu anawapa mkate wa kweli kutoka mbinguni. Kwa maana mkate wa Mungu ni yule ashukaye kutoka mbinguni na kumpa ulimwengu uzima." Wakamwambia, "Bwana, tupe mkate huo siku zote." Yesu akawaambia, "Mimi ndiye mkate wa uzima, yeye ajaye kwangu hataona njaa kamwe, na yeye aniaminie hataona kiu kamwe. Lakini nimewaambia kwamba mmeniona, na hata hivyo hamwamini. Kila mtu Baba anipaye atakuja kwangu, na yeye ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa maana nimeshuka kutoka mbinguni si kufanya mapenzi yangu, bali mapenzi ya yeye aliyenituma. Na haya ndiyo mapenzi ya yeye aliyenituma, nisimpoteze yeyote kati ya wale alionipa, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa maana haya ndiyo mapenzi ya Baba yangu, kila mtu amwonaye Mwana na kumwamini awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho." Wayahudi wakaanza kunungunika juu yake, kwa sababu alisema, "Mimi ndiye mkate ulioshuka kutoka mbinguni." Wakasema, "Huyu si Yesu, mwana wa Yosefu, ambaye baba yake na mama yake tunawajua? Anawezaje sasa kusema, 'Nimeshuka kutoka mbinguni'?" Yesu akawajibu, "Msinang'ania kati yenu. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa Baba aliyenituma amvute, nami nitamfufua siku ya mwisho. Imeandikwa katika manabii, wote watafundishwa na Mungu. Kila mtu aliyesikia kutoka kwa Baba na kujifunza huja kwangu. Si kwamba mtu yeyote amemwona Baba, ila yule atokaye kwa Mungu, huyo ndiye amemwona Baba. Amin, amin nawaambia, yeye aniaminiye ana uzima wa milele. Mimi ndiye mkate wa uzima. Baba zenu walikula mana jangwani, wakafa. Huu ndio mkate ushukao kutoka mbinguni, ili mtu aukulaye asife. Mimi ndiye mkate hai ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu akila mkate huu ataishi milele, na mkate nitakaotoa kwa ajili ya uzima wa ulimwengu ni mwili wangu." Wayahudi wakabishana wao kwa wao, wakisema, "Anawezaje huyu kutupa mwili wake tule?" Yesu akawaambia, "Amin, amin nawaambia, msipokula mwili wa Mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Yeye akilaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Yeye akilaye mwili wangu na kunywa damu yangu anakaa ndani yangu, nami ndani yake. Kama vile Baba aishie alivyotuma mimi, nami ninaishi kwa Baba, vivyo hivyo yeye anayenila ataishi kwa ajili yangu. Huu ndio mkate ulioshuka kutoka mbinguni, si kama ule baba zenu walivyokula wakafa. Yeye akila mkate huu ataishi milele." Yesu alisema mambo haya akifundisha katika sinagogi huko Kapernaumu. Wanafunzi wengi wake waliposikia, wakasema, "Maneno haya ni magumu, ni nani awezaye kuyasikia?" Yesu, akijua kwamba wanafunzi wake walikuwa wakinungunika juu ya haya, akawaambia, "Je, haya yanawakwaza?
Na mkiuona Mwana wa Adamu akipanda kwenda mahali alipokuwa kwanza. Roho ndiye anayetoa uzima, mwili hauna faida. Maneno niliyowaambia ni roho na ni uzima. Lakini wapo baadhi yenu wasioamini. Yesu alijua tangu mwanzo ni nani wasioamini na ni nani atakayemsaliti. Naye akasema, kwa sababu hiyo nimewaambia kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amepewa na Baba. Tangu wakati huo wanafunzi wengi wake walirudi nyuma, wala hawakutembea tena pamoja naye. Ndipo Yesu akawaambia wale 12, je, ninyi pia mnataka kuondoka? Simoni Petro akamjibu, Bwana, tutakwenda kwa nani? Wewe una maneno ya uzima wa milele. Nasi tumeamini na tumetambua kwamba wewe ndiye Mtakatifu wa Mungu. Yesu akawajibu, je, sikuwachagua ninyi 12? Lakini mmoja wenu ni Shetani. Alisema juu ya Yuda, mwana wa Simoni Iskariote. Uchambuzi wa muktadha: kijiografia, kihistoria, kisiasa, kijamii na kidini. Sura hii inaonyesha Yesu kama mkate wa uzima, ikifafanua nafasi yake kuu katika wokovu wa kiroho. Kijiografia, simulizi linaendelea Galilaya, kuzunguka bahari ya Tiberia na Kapernaumu. Kihistoria, linaingia katika muktadha wa sikukuu za Wayahudi za Pasaka, likikumbusha mana jangwani. Kisiasa, linapingana na miundo ya kidini ya Kiyahudi. Kijamii, linaathiri ufahamu wa wafuasi kuhusu chakula cha kiroho. Kidini, linaendeleza fumbo la meza ya Bwana na umoja na Kristo. Injili ya Yohana, sura ya 7. Yesu katika sikukuu ya vibanda. Baada ya mambo haya Yesu alitembea Galilaya, kwa maana hakutaka kutembea Yudea, kwa sababu Wayahudi walitaka kumuua. Sikukuu ya Wayahudi iitwayo sikukuu ya vibanda ilikuwa karibu. Ndugu zake wakamwambia, ondoka hapa uende Yudea, ili wanafunzi wako pia waone kazi unazozifanya. Kwa maana hakuna mtu afanyaye jambo kwa siri akitaka kujulikana hadharani. Ukifanya mambo haya, jidhihirishe kwa ulimwengu. Kwa maana hata ndugu zake hawakuamini ndani yake. Yesu akawaambia, saa yangu bado haijafika, lakini saa yenu daima ipo tayari. Ulimwengu hauwezi kuwachukia ninyi, bali unanichukia mimi, kwa sababu nashuhudia kwamba matendo yake ni maovu. Ninyi pandeni kwenye sikukuu, mimi bado sipandi kwenye sikukuu hii, kwa sababu saa yangu bado haijakamilika. Alipowaambia haya, alibaki Galilaya. Lakini baada ya ndugu zake kupanda kwenye sikukuu, yeye pia alipanda, si kwa wazi, bali kwa siri. Wayahudi walimtafuta kwenye sikukuu wakisema, yuko wapi? Kulikuwa na manunguniko mengi juu yake miongoni mwa umati. Wengine walisema, yeye ni mtu mwema, wengine wakasema, la, bali anapotosha watu. Lakini hakuna aliyesema juu yake kwa uwazi, kwa hofu ya Wayahudi. Katikati ya sikukuu, Yesu alipanda hekaluni akafundisha. Wayahudi wakastaajabu wakisema, anawezaje huyu kujua maandiko bila kusoma? Yesu akawajibu, mafundisho yangu si yangu, bali ni ya yeye aliyenituma. Mtu akitaka kufanya mapenzi yake, atajua kama mafundisho haya ni ya Mungu au kama nasema kwa nafsi yangu. Yeye asemaye kwa nafsi yake hutafuta utukufu wake mwenyewe, bali yeye hutafuta utukufu wa yule aliyemtuma, huyo ni wa kweli, na ndani yake hakuna uovu. Je, Musa hakuwapa sheria? Lakini hakuna kati yenu anayeshika sheria. Kwa nini mnataka kuniua? Umati ukajibu, una pepo, ni nani anayetaka kukuua? Yesu akawajibu, kazi moja nilifanya, nanyi nyote mlistajabu. Kwa sababu hiyo Musa aliwapa tohara, si kwamba ni ya Musa, bali ni ya baba zenu, nanyi mnamtahiri mtu siku ya Sabato. Mtu akipokea tohara siku ya Sabato ili sheria ya Musa isivunjwe, kwa nini mnanikasirikia kwa sababu nilimponya mtu siku ya Sabato? Msihukumu kwa sura ya nje, bali hukumu kwa haki. Wengine wa Yerusalemu wakasema, huyu si yule wanayetaka kumuua? Lakini tazama, anasema kwa uwazi, wala hakuna anayemwambia neno. Je, viongozi wametambua kweli kwamba huyu ndiye Kristo? Lakini tunajua alikotoka, lakini Kristo atakapokuja, hakuna atakayejua alikotoka. Yesu akapaza sauti hekaluni akifundisha, akasema, ninyi mnanijua na mnajua nilikotoka, lakini sikuja kwa nafsi yangu, bali yeye aliyenituma ni wa kweli, ambaye ninyi hamumjui. Mimi namjua, kwa sababu nimetoka kwake, naye ndiye aliyenituma. Walitaka kumkamata, lakini hakuna aliyemshika, kwa sababu saa yake bado haijafika.
Wengi wa umati wakaamini ndani yake, wakasema, Kristo atakapokuja, atafanya ishara nyingi zaidi kuliko huyu alizozifanya. Mafarisayo wakasikia umati ukinungunika juu yake, wakatuma walinzi kumkamata. Yesu akasema, bado kwa muda kidogo niko pamoja nanyi, kisha nitaenda kwa yeye aliyenituma. Mtanitafuta wala hamtanipata, na mahali ninapoenda, ninyi hamwezi kwenda. Wayahudi wakasema wao kwa wao, atakwenda wapi huyu tusimuone? Je, ataenda kwa Wayahudi waliotawanyika kati ya Wagiriki na kuwafundisha Wagiriki? Ni neno gani hili alilosema, mtanitafuta wala hamtanipata, na mahali ninapoenda, ninyi hamwezi kwenda? Siku ya mwisho, siku kuu ya sikukuu, Yesu alisimama akapaza sauti akisema, mtu yeyote mwenye kiu na aje kwangu anywe. Yeye aniaminie, kama maandiko yasemavyo, mito ya maji ya uzima itatoka ndani yake. Alisema haya juu ya Roho ambaye wale waliomwamini wangepokea, kwa maana Roho alikuwa hajapewa bado, kwa sababu Yesu hakuwa ametukuzwa. Wengi wa umati waliposikia maneno haya, wakasema, hakika huyu ndiye nabii. Wengine wakasema, huyu ndiye Kristo. Wengine wakasema, je, Kristo atatoka Galilaya? Je, maandiko hayasemi kwamba Kristo atatoka uzao wa Daudi, na kutoka Betlehemu, kijiji alichozaliwa Daudi? Basi kulikuwa na mgawanyiko miongoni mwa watu kwa ajili yake. Wengine walitaka kumkamata, lakini hakuna aliyemshika. Walinzi walirudi kwa wakuu wa makuhani na Mafarisayo, nao wakawaambia, kwa nini hamkumleta? Walinzi wakajibu, hakuna mtu aliyewahi kusema kama mtu huyu. Mafarisayo wakawaambia, ninyi pia mmepotoshwa. Je, kuna kiongozi yeyote au Farisayo aliyemwamini? Lakini umati huu usiojua sheria umelaaniwa. Nikodemo, yule aliyemwendea Yesu usiku na alikuwa mmoja wao, akawaambia, je, sheria yetu inamhukumu mtu bila kwanza kumsikia na kujua anachofanya? Wakajibu wakamwambia, wewe pia ni wa Galilaya? Chunguza, utaona kwamba hakuna nabii atokaye Galilaya. Uchambuzi wa muktadha, kijiografia, kihistoria, kisiasa, kijamii na kidini. Sura hii inaonyesha mvutano unaoongezeka kati ya Yesu na viongozi wa Kiyahudi wakati wa sikukuu ya vibanda huko Yerusalemu. Kijiografia, simulizi linafanyika hekaluni na Yudea. Kihistoria, linaonyesha kukataliwa kwa Kristo na migongano ya kidini. Kisiasa, linaonyesha upinzani kwa mafundisho mapya yanayopinga mamlaka. Kijamii, linaonyesha mgawanyiko wa watu kati ya wafuasi na wapinzani. Kidini, linaonyesha mamlaka ya kiungu ya Yesu na utimilifu wa maandiko. Injili ya Yohana, sura ya 8. Yesu, nuru ya ulimwengu na mabishano na Wayahudi. Yesu alikwenda mlima wa Mizeituni. Asubuhi mapema akarudi hekaluni, watu wote wakamjia, naye akaketi akawafundisha. Waandishi na Mafarisayo wakamletea mwanamke aliyekamatwa katika uzinzi. Wakamweka mwanamke katikati, wakamwambia, Mwalimu, mwanamke huyu amekamatwa katika uzinzi. Katika sheria, Musa alituamuru wanawake wa namna hii wapigwe mawe. Wewe wasema nini? Walisema haya wakimjaribu ili wapate sababu ya kumshitaki. Yesu akainama, akaandika kwa kidole chake chini. Walipoendelea kumuuliza, akasimama akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza kumtupia jiwe. Akaendelea kuinama, akaandika chini. Nao waliposikia haya, wakaondoka mmoja mmoja, wakianza kwa wazee, hata akabaki Yesu peke yake na mwanamke. Yesu akamwambia, mwanamke, wako wapi wale waliokushitaki? Hakuna aliyekuhukumu? Akamjibu, hakuna, Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, enenda, wala usitende dhambi tena. Yesu akawaambia Wayahudi, mimi ndiye nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hatatembea gizani, bali atakuwa na nuru ya uzima. Mafarisayo wakamwambia, wewe unajishuhudia, ushuhuda wako si wa kweli. Yesu akawajibu, hata nikijishuhudia, ushuhuda wangu ni wa kweli, kwa maana najua nilikotoka na ninakoenda, lakini ninyi hamjui nilikotoka wala ninakoenda. Ninyi mnahukumu kwa mwili, mimi simhukumu mtu yeyote, hata nikihukumu, hukumu yangu ni ya kweli, kwa maana si mimi peke yangu, bali mimi na Baba aliyenituma. Na katika sheria yenu imeandikwa kwamba ushuhuda wa watu wawili ni wa kweli. Mimi najishuhudia, na Baba aliyenituma ananishuhudia. Wakamuuliza, Baba yako yuko wapi? Yesu akawajibu,
hamnijui mimi wala Baba yangu. Kama mngenijua mimi, mngemjua na Baba yangu. Yesu alisema maneno haya akifundisha hekaluni, wala hakuna aliyemkamata, kwa sababu saa yake haijafika bado. Yesu akawaambia tena, mimi naenda, nanyi mtanitafuta, na katika dhambi mtakufa. Mahali ninapoenda, ninyi hamwezi kwenda. Wayahudi wakasema, je, atajiua kwa sababu anasema, mahali ninapoenda, ninyi hamwezi kwenda? Yesu akawaambia, ninyi ni wa chini, mimi ni wa juu, ninyi ni wa ulimwengu huu, mimi si wa ulimwengu huu. Kwa hiyo niliwaambia mtakufa katika dhambi zenu, kwa maana msiponiamini mimi, mtakufa katika dhambi zenu. Wakamuuliza, wewe ni nani? Yesu akawajibu, mimi ndiye niliyewaambia tangu mwanzo. Nina mambo mengi ya kusema na kuwahukumu, lakini yeye aliyenituma ni wa kweli, nami nasema ulimwenguni yale niliyoyasikia kwake. Lakini hawakuelewa kwamba alikuwa akisema juu ya Baba. Yesu akasema, mtakapomwinua Mwana wa Adamu, ndipo mtakapojua kwamba mimi ndiye, na sifanyi chochote kwa nafsi yangu, bali nasema kama Baba alivyonifundisha. Na yeye aliyenituma yu pamoja nami. Baba hajaniacha peke yangu, kwa sababu daima nafanya yanayompendeza. Aliposema haya, wengi wakaamini ndani yake. Yesu akawaambia Wayahudi waliomwamini, mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli. Nanyi mtajua kweli, nayo kweli itawaweka huru. Wakajibu, sisi ni uzao wa Abrahamu, wala hatujawahi kuwa watumwa wa mtu yeyote. Unasemaje, mtakuwa huru? Yesu akawajibu, amin, amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Mtumwa hakai nyumbani milele, mwana hukaa milele. Mwana akiwa huru, mtakuwa huru kweli. Najua ninyi ni uzao wa Abrahamu, lakini mnataka kuniua, kwa sababu neno langu halina nafasi ndani yenu. Mimi nasema yale niliyoyaona kwa Baba yangu, nanyi mnafanya yale mliyoyasikia kwa baba yenu. Wakajibu wakamwambia, baba yetu ni Abrahamu. Yesu akawaambia, kama mkiwa watoto wa Abrahamu, fanyeni matendo ya Abrahamu. Lakini sasa mnataka kuniua mimi, ambaye nimewaambia kweli niliyoyasikia kwa Mungu. Abrahamu hakufanya hivyo. Ninyi mnafanya matendo ya baba yenu. Wakajibu wakamwambia, sisi hatukuzaliwa kwa uasherati, tuna baba mmoja, Mungu. Yesu akawaambia, kama Mungu angekuwa baba yenu, mngenipenda mimi, kwa maana nimetoka kwa Mungu nami niko hapa, kwa maana sikutoka kwa nafsi yangu, bali yeye ndiye aliyenituma. Kwa nini hamwelewi usemi wangu? Kwa sababu hamwezi kusikia neno langu. Ninyi ni wa baba yenu Shetani, nanyi mnataka kutimiza tamaa za baba yenu. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa maana ndani yake hakuna kweli. Anaposema uongo, husema kwa asili yake, kwa maana yeye ni mwongo na baba wa uongo. Lakini kwa sababu nasema kweli, hamniamini. Ni nani miongoni mwenu aninishuhudia kwa dhambi? Nikisema kweli, kwa nini hamniamini? Yeye aliye wa Mungu husikia maneno ya Mungu, kwa sababu hiyo ninyi hamyasikii, kwa kuwa ninyi si wa Mungu. Wayahudi wakamwambia, hatusemi kweli kwamba wewe ni Msamaria na una pepo? Yesu akawajibu, mimi sina pepo, bali namheshimu Baba yangu, nanyi mnanidharau. Mimi sitafuti utukufu wangu, yupo anayetafuta na kuhukumu. Amin, amin nawaambia, mtu akishika neno langu, hataona mauti milele. Wayahudi wakamwambia, sasa tunajua kwamba una pepo. Abrahamu alikufa na manabii pia, nawe unasema, mtu akishika neno langu, hataonja mauti milele. Je, wewe ni mkuu kuliko baba yetu Abrahamu, ambaye alikufa? Na manabii pia walikufa. Wewe wajifanya nani? Yesu akawajibu, nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Baba yangu ndiye anayenitukuza, ambaye ninyi mnasema ni Mungu wenu. Lakini ninyi hamumjui, mimi namjua. Nikisema simjui, nitakuwa mwongo kama ninyi, lakini mimi namjua na nashika neno lake. Abrahamu, baba yenu, alifurahi kuona siku yangu, akaiona, akafurahi. Wayahudi wakamwambia, wewe bado hujafikisha miaka 50, na umemwona Abrahamu? Yesu akawaambia, amin, amin nawaambia, kabla Abrahamu hajakuwepo mimi niko. Ndipo wakachukua mawe ili kumtupia, lakini Yesu akajificha, akatoka hekaluni. Uchambuzi wa muktadha: kijiografia, kihistoria, kisiasa, kijamii na kidini. Sura hii inaonyesha mabishano kati ya Yesu na viongozi wa kidini hekaluni Yerusalemu. Kijiografia, simulizi linafanyika Mlima wa Mizeituni na hekaluni. Kihistoria, linaonyesha mjadala juu ya sheria ya Musa na utambulisho wa Kristo.
Kisiasa, linapingana na misingi ya mamlaka ya Kiyahudi. Kijamii, linaonyesha mgawanyiko kati ya wafuasi na wapinzani. Kidini, linaonyesha uungu wa Yesu na haja ya kufuata kweli ya Mungu. Injili ya Yohana, sura ya 9. Uponyaji wa kipofu tangu kuzaliwa. Yesu alipokuwa akipita mjini, alimwona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza, Rabi, ni nani aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, wala si yeye aliyetenda dhambi, wala wazazi wake, bali hili lilitokea ili kazi za Mungu zidhihirike ndani yake. Ni lazima tufanye kazi za yeye aliyenituma wakati bado ni mchana. Usiku unakuja ambapo hakuna mtu awezaye kufanya kazi. Wakati nipo ulimwenguni, mimi ndiye nuru ya ulimwengu. Aliposema haya, Yesu akatema mate chini, akafanya tope kwa mate, akapaka macho ya kipofu. Kisha akamwambia, nenda, uoge katika bwawa la Siloamu, maana yake ni aliyetumwa. Yule kipofu akaenda, akaoga, akarudi akiwa anaona. Majirani na wale waliomwona zamani akiwa ombaomba wakasema, huyu si yule aliyekuwa akiketi akiomba sadaka? Wengine wakasema, ni yeye. Wengine wakasema, la, bali ni mfano wake. Lakini yeye akasema, ni mimi mwenyewe. Wakamuuliza, macho yako yalifunguliwa vipi? Akajibu, mtu aitwaye Yesu alifanya tope, akapaka macho yangu, akaniambia, nenda bwawa la Siloamu uoge. Nikenda, nikaoga, sasa naona. Wakamuuliza, yuko wapi? Akajibu, sijui. Wakampeleka kwa Mafarisayo yule aliyekuwa kipofu. Na ilikuwa Sabato Yesu alipofanya tope na kufungua macho yake. Mafarisayo wakamuuliza tena jinsi alivyopata kuona. Akawajibu, alipaka tope machoni mwangu, nikaoga, sasa naona. Wengine wa Mafarisayo wakasema, huyu mtu si wa Mungu, kwa sababu hashiki Sabato. Wengine wakasema, mtu mwenye dhambi anawezaje kufanya ishara kama hizi? Kulikuwa na mgawanyiko kati yao. Wakamuuliza tena kipofu, wewe wasema nini juu ya mtu aliyekufungua macho? Akajibu, ni nabii. Wayahudi hawakuamini kwamba alikuwa kipofu na sasa anaona, mpaka wakawaita wazazi wake. Wakawauliza, huyu ni mwana wenu, ambaye mnasema alizaliwa kipofu. Anaona sasa? Wazazi wake wakajibu, tunajua huyu ni mwana wetu na alizaliwa kipofu, lakini sasa anaonaje hatujui, wala ni nani aliyemfungua macho hatujui. Muulizeni yeye, ana umri, atasema mwenyewe. Wazazi wake walisema haya kwa sababu waliwaogopa Wayahudi, kwa maana tayari walikuwa wamekubaliana kwamba mtu yeyote akimkiri Yesu kuwa Kristo atafukuzwa katika sinagogi. Kwa sababu hiyo wazazi wake wakasema, ana umri, muulizeni yeye. Wakamuita tena yule mtu aliyekuwa kipofu, wakamwambia, mpe Mungu utukufu, tunajua mtu huyu ni mwenye dhambi. Akajibu, kama ni mwenye dhambi, sijui, kitu kimoja najua, nilikuwa kipofu, sasa naona. Wakamuuliza tena, alikufanyia nini? Alifungua vipi macho yako? Akajibu, nimekwisha kuwaambia, lakini hamkusikia. Kwa nini mnataka kusikia tena? Je, mnataka kuwa wanafunzi wake pia? Wakamtukana wakamwambia, wewe ni mwanafunzi wake, sisi ni wanafunzi wa Musa. Tunajua Mungu alimwambia Musa, lakini huyu hatujui ametoka wapi. Yule mtu akawajibu, hii ndiyo ya ajabu, kwamba hamjui ametoka wapi, na bado amenifungua macho. Tunajua Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akimcha Mungu na kufanya mapenzi yake, huyo humsikia. Tangu mwanzo wa dunia haijasikiwa kwamba mtu amewahi kufungua macho ya kipofu tangu kuzaliwa. Kama mtu huyu asingekuwa ametoka kwa Mungu, asingeweza kufanya chochote. Wakajibu wakamwambia, wewe ulizaliwa katika dhambi zote, na unataka kutufundisha? Wakamtupa nje. Yesu aliposikia kwamba wamemtupa nje, akamkuta, akamwambia, je, unaamini mwana wa Adamu? Akajibu, ni nani, Bwana, ili nimwamini? Yesu akamwambia, umemwona, nenda anayesema nao. Akasema, naamini, Bwana. Akamsujudia. Yesu akasema, nimekuja ulimwenguni kwa hukumu, ili wasiona waone, na wanaona wapofuke. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwa pamoja naye wakasikia, wakamuuliza, je, sisi pia ni vipofu? Yesu akawajibu, kama mngekuwa vipofu, msingekuwa na dhambi, lakini sasa mnasema, tunaona. Kwa hiyo dhambi yenu inabaki.
Uchambuzi wa muktadha, kijiografia, kihistoria, kisiasa, kijamii na kidini. Sura hii inasimulia uponyaji wa kipofu tangu kuzaliwa, ikionyesha nguvu za Yesu kubadilisha maisha. Kijiografia, tukio linatokea Yerusalemu na karibu na hekalu. Kihistoria, linaonyesha mabishano kati ya Yesu na viongozi wa kidini. Kisiasa, linaonyesha mgongano kati ya mamlaka ya kidini na kweli iliyofunuliwa na Kristo. Kijamii, linaonyesha kukataliwa na kukubaliwa kwa Kristo. Kidini, linaonyesha kutoka gizani hadi nuruni na ufunuo wa kweli ndani ya Yesu. Injili ya Yohana, sura ya 10. Yesu, mchungaji mwema. Amin, amin nawaambia, yeye asiyeingia kwa mlango katika zizi la kondoo, bali hupanda kwa njia nyingine, huyo ni mwizi na mnyang'anyi. Lakini yeye aingiaye kwa mlango ndiye mchungaji wa kondoo. Mlinzi humfungulia, na kondoo husikia sauti yake. Yeye huwaita kondoo wake kwa majina na kuwatoa nje. Akisha kuwatoa kondoo wake wote, huwatangulia, na kondoo humfuata, kwa sababu wanajua sauti yake. Lakini hawatamfuata mgeni, bali watamkimbia, kwa sababu hawajui sauti ya wageni. Yesu aliwaambia mfano huu, lakini hawakuelewa alichokuwa akisema. Yesu akawaambia tena, amin, amin nawaambia, mimi ndiye mlango wa kondoo. Wote waliokuja kabla yangu ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndiye mlango, mtu akiingia kwangu ataokoka, ataingia na kutoka na kupata malisho. Mwizi haji ila kuiba, kuua na kuharibu. Mimi nimekuja ili wapate uzima na wapate kwa wingi. Mimi ndiye mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara, ambaye si mchungaji na kondoo si wake, huona mbwa mwitu akija, huacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Mtu wa mshahara hukimbia kwa sababu ni wa mshahara, wala hajali kondoo. Mimi ndiye mchungaji mwema, na wajua kondoo wangu, nao wananijua. Kama vile Baba anavyonijua mimi, nami namjua Baba, nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Nina kondoo wengine ambao si wa zizi hili, nao lazima niwalete, nao watasikia sauti yangu. Kutakuwa na kundi moja na mchungaji mmoja. Kwa sababu hiyo Baba ananipenda, kwa kuwa nautoa uhai wangu ili niutwae tena. Hakuna mtu anayeniondolea, bali mimi mwenyewe nautoa. Nina mamlaka ya kuutoa na mamlaka ya kuutwaa tena. Amri hii nimeipokea kwa Baba yangu. Kulikuwa tena na mgawanyiko kati ya Wayahudi kwa sababu ya maneno haya. Wengi wao wakasema, ana pepo na ni mwenda wazimu, kwa nini mnamsikiliza? Wengine wakasema, maneno haya si ya mtu mwenye pepo. Je, pepo anaweza kufungua macho ya vipofu? Yerusalemu kulikuwa na sikukuu ya kutolea hekalu. Ilikuwa wakati wa baridi, na Yesu alikuwa akitembea hekaluni, katika ukumbi wa Sulemani. Wayahudi wakamzunguka wakamwambia, hata lini utatuacha katika mashaka? Kama wewe ndiye Kristo, tuambie wazi. Yesu akawajibu, nimekwisha kuwaambia, lakini hamwamini. Kazi ninazozifanya kwa jina la Baba yangu zinanishuhudia. Lakini ninyi hamwamini, kwa sababu ninyi si kondoo wangu. Kondoo wangu husikia sauti yangu, nami nawajua, nao hunifuata. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea milele, wala hakuna mtu atakayewatoa mkononi mwangu. Baba yangu aliyenipa ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwatoa mkononi mwa Baba. Mimi na Baba tu mmoja. Wayahudi wakachukua tena mawe ili kumpiga. Yesu akawaambia, nimewaonyesha kazi nyingi njema kutoka kwa Baba, kwa ipi kati ya hizo mnanipiga mawe? Wayahudi wakamjibu, si kwa kazi njema tunakupiga mawe, bali kwa kukufuru, kwa sababu wewe, ukiwa mwanadamu, unajifanya Mungu. Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika sheria yenu, nilisema, ninyi ni miungu? Ikiwa aliwaita miungu wale ambao neno la Mungu liliwajia, na maandiko hayawezi kubatilika. Mnanisema mimi, ambaye Baba amenitakasa na kunituma ulimwenguni, anakufuru, kwa sababu nimesema mimi ni mwana wa Mungu. Kama sifanyi kazi za Baba yangu, msiniamini. Lakini nikizifanya, hata msiponiamini mimi, aminini kazi, ili mjue na kufahamu kwamba Baba yuko ndani yangu, nami ndani ya Baba. Wakajaribu kumkamata tena, lakini akajiepusha mikononi mwao. Yesu akaenda ngambo ya Yordani, mahali Yohana alipokuwa akibatiza mwanzoni, akakaa huko. Wengi wakamjia Yesu wakasema,
Yohana hakufanya ishara yoyote, lakini kila neno Yohana alilosema juu ya mtu huyu lilikuwa kweli. Na huko wengi wakaamini ndani ya Yesu. Uchambuzi wa muktadha: kijiografia, kihistoria, kisiasa, kijamii na kidini. Sura hii inaonyesha Yesu akijitambulisha kama mchungaji mwema, ishara ya uongozi na ulinzi wa kiroho. Kijiografia, simulizi linafanyika hekaluni Yerusalemu na maeneo yake. Kihistoria, linaonyesha upinzani unaoongezeka kutoka kwa viongozi wa Kiyahudi. Kisiasa, linauliza uhalali wa viongozi wa kidini. Kijamii, linaonyesha uhusiano wa karibu kati ya Yesu na wafuasi wake. Kidini, linaonyesha umoja na Baba na nafasi ya Yesu ya kiungu katika wokovu. Injili ya Yohana, sura ya 11. Ufufuo wa Lazaro. Palikuwa na mtu mgonjwa aitwaye Lazaro, wa Bethania, kijiji cha Maria na Martha dada yake. Maria ndiye aliyempaka Bwana marashi na kumfuta miguu kwa nywele zake. Lazaro, ndugu yake, ndiye aliyekuwa mgonjwa. Dada zake wakamtuma ujumbe kwa Yesu wakisema, Bwana, yule umpendaye ni mgonjwa. Yesu aliposikia akasema, ugonjwa huu si wa mauti, bali kwa utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Yesu aliwapenda Martha, dada yake, na Lazaro. Aliposikia kwamba Lazaro ni mgonjwa, alikaa siku 2 zaidi mahali alipokuwa. Baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni tena Yudea. Wanafunzi wakamwambia, Mwalimu, Wayahudi walitaka kukupiga mawe hivi karibuni, nawe unarudi huko? Yesu akajibu, je, saa za mchana si 12? Mtu akitembea mchana hagongi, kwa sababu anaona nuru ya ulimwengu huu, lakini akitembea usiku hugonga, kwa sababu hana nuru ndani yake. Baada ya hayo akawaambia, Lazaro rafiki yetu amelala, lakini naenda kumwamsha. Wanafunzi wakamwambia, Bwana, akilala atapona. Yesu alikuwa amesema juu ya mauti yake, lakini wao walidhani amesema juu ya usingizi wa kawaida. Ndipo Yesu akawaambia wazi, Lazaro amekufa. Na kwa ajili yenu nafurahi kwamba sikuwepo, ili muamini. Lakini twendeni kwake. Tomaso aitwaye Didimo akawaambia wanafunzi wenzake, twendeni nasi tukafe pamoja naye. Yesu alipofika, alimkuta Lazaro amekaa kaburini siku 4. Bethania ilikuwa umbali wa stadia 15 kutoka Yerusalemu. Wayahudi wengi walikuwa wamekuja kwa Martha na Maria kuwafariji kwa ajili ya ndugu yao. Martha aliposikia Yesu anakuja, akatoka kumlaki. Lakini Maria alikaa nyumbani. Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu hangalikufa. Lakini najua kwamba kila kitu utakachomwomba Mungu, Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamjibu, najua atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndiye ufufuo na uzima, yeye aniaminie, hata akifa, ataishi. Na kila aishie na kuniamini hatakufa milele. Unaamini hili? Akamjibu, ndiyo, Bwana, naamini kwamba wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu ajaye ulimwenguni. Aliposema haya, akaenda akamwita Maria dada yake kwa siri akamwambia, Mwalimu yupo anakuita. Maria aliposikia, akainuka haraka akamwendea. Yesu hakuwa ameingia kijijini bado, bali alikuwa mahali Martha alipomlaki. Wayahudi waliokuwa pamoja na Maria nyumbani wakimfariji, walipoona ameondoka haraka, wakamfuata, wakidhani anaenda kaburini kulia. Maria alipofika mahali Yesu alipokuwa, alipomwona, akaanguka miguu yake akasema, Bwana, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu hangalikufa. Yesu alipomwona akilia, na Wayahudi waliokuja pamoja naye wakilia, alisikitika rohoni na akataharuki. Akawauliza, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo uone. Ndipo Yesu akalia. Wayahudi wakasema, tazameni jinsi alivyompenda. Wengine wakasema, je, huyu aliyemfungua kipofu macho hangeweza kumzuia huyu asife? Yesu, akisikitika tena ndani yake, akaenda kaburini. Kaburi lilikuwa pango, na jiwe lilikuwa limewekwa juu yake. Yesu akasema, ondeni jiwe. Martha, dada ya aliyekufa, akamwambia, Bwana, sasa ananuka, kwa maana ni siku 4. Yesu akamwambia, sikukuambia kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Wakaondoa jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami najua kwamba daima wanisikia, lakini nimesema haya kwa ajili ya umati uliopo,
ili waamini kwamba wewe umenituma." Aliposema haya, akapaza sauti kubwa akasema, "Lazaro, toka nje." Yule aliyekufa akatoka nje, miguu na mikono yake imefungwa kwa vitambaa, uso wake umefungwa kwa leso. Yesu akawaambia, "Mfungueni mkamwache aende zake." Wayahudi wengi waliokuja kwa Maria walipoona alivyofanya Yesu, wakaamini ndani yake. Wengine wakaenda kwa Mafarisayo wakawaambia alivyofanya Yesu. Ndipo wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakakusanya baraza wakasema, "Tufanye nini? Kwa maana mtu huyu anatenda ishara nyingi. Tukimwacha hivi, watu wote wataamini ndani yake, na Warumi watakuja na kuondoa mahali petu na taifa letu." Mmoja wao, Kayafa, aliyekuwa kuhani mkuu mwaka huo, akawaambia, "Ninyi hamjui chochote, wala hamfikiri kwamba ni afadhali mtu mmoja afe kwa ajili ya watu kuliko taifa lote lipotee." Lakini hakuwa amesema kwa nafsi yake, bali akiwa kuhani mkuu mwaka huo, alitabiri kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa. Wala si kwa ajili ya taifa tu, bali pia ili akusanye pamoja watoto wa Mungu waliotawanyika. Tangu siku hiyo, wakafanya shauri pamoja kumuua Yesu. Yesu, kwa hiyo, hakutembea tena waziwazi kati ya Wayahudi. Alikimbilia eneo karibu na jangwa, karibu na Efraimu, akakaa huko pamoja na wanafunzi wake. Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, na wengi kutoka eneo hilo walipanda Yerusalemu kabla ya Pasaka ili wajitakase. Wakawa wanamtafuta Yesu wakasema wao kwa wao, "Mnaonaje? Je, hatakuja kwenye sikukuu?" Wakuu wa makuhani na Mafarisayo walikuwa wametoa amri kwamba mtu yeyote akijua Yesu yuko wapi, amripoti ili wamkamate. Uchambuzi wa muktadha: kijiografia, kihistoria, kisiasa, kijamii na kidini. Sura hii inaonyesha muujiza wa ufufuo wa Lazaro, ikionyesha nguvu za Yesu juu ya mauti. Kijiografia, tukio linatokea Bethania, karibu na Yerusalemu. Kihistoria, linaonyesha umaarufu unaongezeka na upinzani dhidi ya Yesu. Kisiasa, linaongeza mgongano na viongozi wa Kiyahudi. Kijamii, linaonyesha imani na athari ya muujiza kwa watu. Kidini, linaonyesha uzima wa milele ulioahidiwa na Kristo. Injili ya Yohana, sura ya 12. Kupakwa marashi Bethania na kuingia kwa ushindi Yerusalemu. Siku 6 kabla ya Pasaka Yesu alikuja Bethania, mahali Lazaro alipokuwa, ambaye alimfufua kutoka kwa wafu. Walimwandalia karamu, Martha akihudumu, na Lazaro alikuwa mmoja wa walioketi mezani pamoja naye. Ndipo Maria akachukua ratili moja ya marashi ya nardo safi yenye thamani kubwa. Akapaka miguu ya Yesu na kuifuta kwa nywele zake. Nyumba ikajaa harufu ya marashi. Yuda Iskariote, mmoja wa wanafunzi wake, yule ambaye angemsaliti, akasema, "Kwa nini marashi haya hayakuuziwa kwa dinari 300 na kuwapa maskini?" Alisema haya si kwa sababu aliwajali maskini, bali kwa kuwa alikuwa mwizi, naye akiwa na mfuko, alikuwa akichukua yaliyowekwa ndani yake. Yesu akasema, "Mwache, kwa siku ya maziko yangu ameweka haya. Kwa maana maskini mnao daima pamoja nanyi, lakini mimi hamtakuwa nami daima." Umati mkubwa wa Wayahudi waliposikia kwamba Yesu yupo huko, walikuja si kwa ajili ya Yesu tu, bali pia kumwona Lazaro, ambaye alimfufua kutoka kwa wafu. Lakini wakuu wa makuhani wakafanya shauri kumuua Lazaro pia, kwa sababu Wayahudi wengi kwa ajili yake walikwenda na kuamini ndani ya Yesu. Siku ya pili, umati mkubwa waliokuja kwenye sikukuu, waliposikia kwamba Yesu anakuja Yerusalemu, wakachukua matawi ya mitende wakatoka kumlaki, wakapaza sauti, "Hosana! Amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, mfalme wa Israeli." Yesu alipokuta mwana-punda, alipanda juu yake, kama ilivyoandikwa, "Usiogope, binti Sayuni, tazama, mfalme wako anakuja amepanda mwana wa punda." Hapo mwanzo wanafunzi wake hawakuelewa mambo haya, lakini Yesu alipokuwa ametukuzwa, walikumbuka kwamba mambo haya yaliandikwa juu yake na kwamba walimtendea hivyo. Umati uliokuwa pamoja naye, alipomwita Lazaro kutoka kaburini na kumfufua kutoka kwa wafu, walitoa ushuhuda. Kwa sababu hiyo umati ukamkaribia, kwa kuwa walisikia kwamba alifanya ishara hii. Mafarisayo wakasema wao kwa wao, "Tazameni, hamfanyi kitu, tazama, ulimwengu wote unamfuata." Miongoni mwa waliopanda kuabudu wakati wa sikukuu, walikuwapo Wagiriki fulani. Hawa walimwendea Filipo, wa Bethsaida ya Galilaya, wakamwomba wakisema, "Bwana, tunataka kumwona Yesu." Ndipo Andrea na Filipo wakamwambia Yesu juu ya Wagiriki.
Yesu akawajibu akasema, saa imefika ili Mwana wa Adamu atukuzwe. Amin, amin nawaambia, kama punje ya ngano haijiangushe ardhini na kufa, hubaki peke yake, lakini ikifa, huzaa matunda mengi. Yeye apendaye maisha yake atayapoteza, na yeye achukiaye maisha yake katika ulimwengu huu atayahifadhi kwa uzima wa milele. Mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo, mtumishi wangu atakuwa pale pia. Mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Sasa roho yangu imefadhaika, nami niseme nini? Baba, niokoe kutoka saa hii. Lakini kwa ajili ya haya nimekuja saa hii. Baba, litukuzwe jina lako. Ndipo sauti ikaja kutoka mbinguni, nimelitukuza na tena nitalitukuza. Umati uliokuwepo uliposikia ulisema ni ngurumo, wengine wakasema malaika amesema naye. Yesu akajibu, sauti hii haikuja kwa ajili yangu, bali kwa ajili yenu. Sasa ni hukumu ya ulimwengu huu, sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje. Nami nikiinuliwa kutoka duniani, nitawavuta wote kwangu. Alisema haya akionyesha ni mauti gani atakufa. Umati ukamjibu, tumeyasikia kutoka katika sheria kwamba Kristo anakaa milele, nawe wasema kwamba Mwana wa Adamu lazima ainuliwe. Huyu Mwana wa Adamu ni nani? Yesu akawaambia, bado kwa muda kidogo nuru ipo pamoja nanyi. Tembeeni wakati mna nuru, ili giza lisije likawashika, kwa maana atembeaye gizani hajui aendako. Wakati mna nuru, aminini nuru, ili muwe wana wa nuru. Yesu aliposema haya, aliondoka akajificha kwao. Ijapokuwa alifanya ishara nyingi mbele yao, hawakuamini ndani yake. Ili litimie neno la nabii Isaya, aliyesema, Bwana, ni nani aliyeamini habari yetu? Na mkono wa Bwana umefunuliwa kwa nani? Kwa sababu hiyo hawakuweza kuamini, kwa kuwa Isaya alisema tena. Aliwapofusha macho yao na kuufanya moyo wao kuwa mgumu, ili wasione kwa macho yao, wala wasielewe kwa moyo wao, wala wasigeuke, nipate kuwaponya. Isaya alisema haya alipoona utukufu wake na kusema juu yake. Hata hivyo, wengi wa viongozi waliamini ndani yake, lakini kwa sababu ya Mafarisayo, hawakumkiri, wasije wakafukuzwa katika sinagogi. Kwa maana walipenda zaidi utukufu wa wanadamu kuliko utukufu wa Mungu. Yesu akapaza sauti akasema, yeye aniamini, hamini mimi tu, bali yeye aliyenituma. Naye aniamini, anamwona yeye aliyenituma. Mimi nimekuja kama nuru ulimwenguni, ili kila mtu aniaminie asikae gizani. Mtu akisikia maneno yangu na asiyashike, mimi simhukumu. Kwa maana sikuja kuhukumu ulimwengu, bali kuokoa ulimwengu. Yeye anikataye na asiyapokee maneno yangu ana anayemhukumu. Neno nililolinena, hilo litamhukumu siku ya mwisho. Kwa maana sikusema kwa nafsi yangu, bali Baba aliyenituma, ndiye aliyenipa amri juu ya nini niseme na nini niseme. Nami najua kwamba amri yake ni uzima wa milele. Kwa hiyo, ninayosema, nasema kama Baba alivyonifundisha. Uchambuzi wa muktadha, kijiografia, kihistoria, kisiasa, kijamii na kidini. Sura hii inaonyesha maandalizi ya mateso, kwa kupakwa marashi kwa Yesu Bethania na kuingia kwake kwa ushindi Yerusalemu. Kijiografia, simulizi linafanyika Bethania na Yerusalemu. Kihistoria, linaonyesha mwanzo wa upinzani rasmi wa viongozi wa Kiyahudi. Kisiasa, linaonyesha mgongano kati ya Yesu na mamlaka. Kijamii, linaonyesha athari ya umaarufu na muujiza wa ufufuo wa Lazaro. Kidini, linaonyesha kazi ya ukombozi ya Yesu kama nuru ya ulimwengu. Injili ya Yohana, sura ya 13. Yesu anaosha miguu ya wanafunzi na kutangaza usaliti. Kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu akijua kwamba saa yake imefika ya kuondoka ulimwenguni kwenda kwa Baba, amewapenda wake waliokuwa ulimwenguni, aliwapenda hata mwisho. Wakati wa karamu, Yesu akijua kwamba Baba amemkabidhi mambo yote mikononi mwake, na kwamba ametoka kwa Mungu na anarudi kwa Mungu, aliondoka mezani, akaweka vazi lake, akachukua taulo akajifunga kiunoni. Kisha akamimina maji katika bakuli, akaanza kuosha miguu ya wanafunzi na kuifuta kwa taulo aliyojifunga. Yesu akamkaribia Simoni Petro, naye akamwambia, Bwana, wewe unaosha miguu yangu? Yesu akajibu, ninachofanya sasa huwezi kuelewa, lakini utaelewa baadaye. Petro akamwambia, kamwe hutaosha miguu yangu. Yesu akamjibu, nisipokuosha, huna sehemu nami.
Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, bali mikono na kichwa pia. Yesu akamjibu, aliyoga hana haja ila kuosha miguu, kwa maana amekwisha kuwa safi wote. Ninyi mmekuwa safi, lakini si nyote. Kwa maana Yesu alijua ni nani atakayemsaliti, kwa hiyo akasema, si nyote mmekuwa safi. Alipoosha miguu yao na kuvaa mavazi yake, akaketi tena mezani akawaambia, mnaelewa nililowatendea? Ninyi mnaniita mwalimu na Bwana, na mnasema kweli, kwa maana mimi ndiye. Basi, ikiwa mimi, Bwana na mwalimu, nimeosha miguu yenu, ninyi pia mnapaswa kuoshana miguu. Kwa maana nimewapa mfano, ili kama nilivyowatendea, nanyi pia mtende. Amin, amin nawaambia, mtumwa si mkuu kuliko bwana wake, wala mtume si mkuu kuliko yule aliyemtuma. Mkijua mambo haya, heri ninyi mkizitenda. Sisemi juu yenu nyote, na wajua niliowachagua. Lakini ili maandiko yatimie, yeye anayekula mkate pamoja nami amewinua kisigino chake dhidi yangu. Tangu sasa nawaambia kabla hayajatokea, ili yakitokea muamini kwamba mimi ndiye. Amin, amin nawaambia, yeye ampokeaye yule nitakayemtuma, ananipokea mimi, na anipokeaye mimi, anampokea yule aliyenituma. Yesu aliposema haya, alihuzunika rohoni akasema wazi, Amin, amin nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Wanafunzi wakatazamana wao kwa wao, wasijue ni nani aliyesema juu yake. Mmoja wa wanafunzi wake, yule aliyependwa na Yesu, alikuwa amelala kifuani mwa Yesu. Simoni Petro akamfanyia ishara ili aulize ni nani anayezungumziwa. Ndipo akiegama kifuani mwa Yesu akamuuliza, Bwana, ni nani? Yesu akajibu, ni yule nitakayempa kipande cha mkate baada ya kukitia katika bakuli. Yesu akakitia kipande cha mkate, akampa Yuda Iskariote, mwana wa Simoni. Baada ya kupokea kipande, Shetani akaingia ndani yake. Yesu akamwambia, unachotaka kufanya, kifanye upesi. Hakuna aliyeketi mezani alielewa kwa nini Yesu alimwambia hivyo. Wengine walidhani kwamba, kwa kuwa Yuda alikuwa na mfuko, Yesu alimwambia, nunua tulichohitaji kwa ajili ya sikukuu, au kwamba awape maskini kitu. Baada ya kupokea kipande, Yuda akaondoka mara moja. Na ilikuwa usiku. Yuda alipondoka, Yesu akasema, sasa mwana wa Adamu ametukuzwa, na Mungu ametukuzwa ndani yake. Na Mungu akitukuzwa ndani yake, Mungu atamtukuza ndani yake mwenyewe, na mara atamtukuza. Watoto wadogo, bado kwa muda kidogo niko pamoja nanyi. Mtanitafuta, na kama nilivyowaambia Wayahudi, mahali ninapoenda ninyi hamwezi kwenda. Sasa nawaambia tena, amri mpya nawapa, mpendane ninyi kwa ninyi, kama nilivyowapenda, ninyi pia mpendane. Kwa hili watu wote watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu, mkiwa na upendo kati yenu. Simoni Petro akamwambia, Bwana, unaenda wapi? Yesu akamjibu, mahali ninapoenda huwezi kunifuata sasa, lakini baadaye utanifuata. Petro akamwambia, Bwana, kwa nini siwezi kukufuata sasa? Kwa ajili yako nitatoa maisha yangu. Yesu akamjibu, utatoa maisha yako kwa ajili yangu? Amin, amin nakuambia, jigo hatapiga kabla hujaonekana mara tatu. Uchambuzi wa muktadha, kijiografia, kihistoria, kisiasa, kijamii na kidini. Sura hii inaonyesha unyenyekevu wa Yesu na kanuni ya huduma kati ya wafuasi wake. Kijiografia, tukio linatokea wakati wa karamu ya mwisho, Yerusalemu. Kihistoria, linaonyesha tangazo la usaliti na maandalizi ya mateso. Kisiasa, linaonyesha mgogoro wa ndani kati ya wanafunzi. Kijamii, linaonyesha mfano wa uongozi kwa huduma. Kidini, linaonyesha kujitoa kwa hiari kwa Yesu na usaliti unaokaribia. Injili ya Yohana, sura ya 14. Yesu aahidi Roho Mtakatifu na amani. Msifadhaike mioyo yenu, mnamwamini Mungu, niaminini mimi pia. Nyumba ya Baba yangu ina makao mengi, kama isingekuwa hivyo, ningewaambia. Ninawaendea kuwaandalia mahali. Na nikikwenda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena na kuwachukua kwangu, ili nilipo, nanyi muwepo pia. Nanyi mnajua ninakoenda na mnajua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, hatujui unakoenda, tunawezaje kujua njia? Yesu akamwambia, mimi ndiye njia, kweli na uzima, hakuna mtu ajaye kwa Baba ila kwa mimi. Kama mngalinijua, mngalimjua na Baba yangu, na tangu sasa mnamjua na mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana, tuonyeshe Baba, na imetutosha.
Yesu akamjibu, nimekuwa nanyi muda mrefu, Filipo, wala hunijui? Yeye anionaye mimi amemwona Baba. Unasemaje, tuonyeshe Baba? Huamini kwamba mimi niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu? Maneno ninayowaambia si kwa nafsi yangu, bali Baba akaye ndani yangu ndiye afanyaye kazi. Niaminini kwamba mimi niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu, au aminini kwa sababu ya kazi zenyewe? Amin, amin nawaambia, yeye aniaminie atafanya kazi ninazozifanya, na atafanya kubwa zaidi kuliko hizi, kwa sababu mimi naenda kwa Baba. Na kila kitu mtakachoomba kwa jina langu nitafanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiomba chochote kwa jina langu nitafanya. Mkinipenda, mtashika amri zangu. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, akae nanyi milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa sababu haumwoni wala haumjui. Lakini ninyi mnamjua, kwa kuwa anakaa pamoja nanyi na atakuwa ndani yenu. Sitawaacha yatima, nitakuja kwenu. Bado kwa muda kidogo, ulimwengu hautaniona tena, lakini ninyi mtaniona, kwa kuwa mimi ninaishi, nanyi mtaishi pia. Siku ile mtajua kwamba mimi niko ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, huyo ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Yuda Iskariot akamwambia, Bwana, itakuwaje kwamba utajidhihirisha kwetu na si kwa ulimwengu? Yesu akamjibu, mtu akinipenda atashika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Asiyenipenda hashiki maneno yangu, na neno mnalosikia si langu, bali ni la Baba aliyenituma. Mambo haya nimewaambia wakati bado niko pamoja nanyi. Lakini msaidizi, Roho Mtakatifu, ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisha mambo yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Nawaachia amani, amani yangu nawapa, siwapi kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyo yenu, wala msiogope. Mmesikia nilivyowaambia, ninaenda na nitakuja kwenu. Kama mngalinipenda, mngalifurahi kwamba ninaenda kwa Baba, kwa sababu Baba ni mkuu kuliko mimi. Nimewaambia haya sasa, kabla hayajatokea, ili yakitokea muamini. Sitasema nanyi tena kwa muda mrefu, kwa maana mkuu wa ulimwengu huu anakuja, wala hana kitu ndani yangu. Lakini ili ulimwengu ujue kwamba nampenda Baba na nafanya kama Baba alivyoniamuru. Inukeni, twendeni kutoka hapa. Uchambuzi wa muktadha, kijiografia, kihistoria, kisiasa, kijamii na kidini. Sura hii inaonyesha Yesu akiwafariji wanafunzi na kuahidi Roho Mtakatifu kama msaidizi. Kijiografia, mazungumzo haya yalitokea usiku kabla ya mateso, Yerusalemu. Kihistoria, linaandaa wafuasi wake kwa kutokuwepo kwake kimwili. Kisiasa, linaonyesha upinzani wa mkuu wa ulimwengu huu. Kijamii, linaimarisha imani na umoja wa jumuiya. Kidini, linafunua utatu na uwepo wa Mungu daima ndani ya waamini. Injili ya Yohana, sura ya 14. Yesu aahidi Roho Mtakatifu na amani. Msifadhaike mioyo yenu, mnamwamini Mungu, niaminini mimi pia. Nyumba ya Baba yangu ina makao mengi, kama isingekuwa hivyo, ningewaambia. Ninawaendea kuwaandalia mahali. Na nikikwenda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena na kuwachukua kwangu, ili nilipo, nanyi muwepo pia. Nanyi mnajua ninakoenda na mnajua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, hatujui unakoenda, tunawezaje kujua njia? Yesu akamwambia, mimi ndiye njia, kweli na uzima, hakuna mtu ajaye kwa Baba ila kwa mimi. Kama mngalinijua, mngalimjua na Baba yangu, na tangu sasa mnamjua na mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana, tuonyeshe Baba, na imetutosha. Yesu akamjibu, nimekuwa nanyi muda mrefu, Filipo, wala hunijui? Yeye anionaye mimi amemwona Baba. Unasemaje, tuonyeshe Baba? Huamini kwamba mimi niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu? Maneno ninayowaambia si kwa nafsi yangu, bali Baba akaye ndani yangu ndiye afanyaye kazi. Niaminini kwamba mimi niko ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu, au aminini kwa sababu ya kazi zenyewe? Amin, amin nawaambia, yeye aniaminie atafanya kazi ninazozifanya, na atafanya kubwa zaidi kuliko hizi, kwa sababu mimi naenda kwa Baba. Na kila kitu mtakachoomba kwa jina langu nitafanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiomba chochote kwa jina langu nitafanya. Mkinipenda, mtashika amri zangu.
Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, akae nanyi milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa sababu haumwoni wala haumjui. Lakini ninyi mnamjua, kwa kuwa anakaa pamoja nanyi na atakuwa ndani yenu. Sitawaacha yatima, nitakuja kwenu. Bado kwa muda kidogo, ulimwengu hautaniona tena, lakini ninyi mtaniona, kwa kuwa mimi ninaishi, nanyi mtaishi pia. Siku ile mtajua kwamba mimi niko ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, huyo ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Yuda Iskariote akamwambia, Bwana, itakuwaje kwamba utajidhihirisha kwetu na si kwa ulimwengu? Yesu akamjibu, mtu akinipenda, atashika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Asiyenipenda hashiki maneno yangu, na neno mnalosikia si langu, bali ni la Baba aliyenituma. Mambo haya nimewaambia wakati bado niko pamoja nanyi. Lakini msaidizi, Roho Mtakatifu, ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisha mambo yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Nawaachia amani, amani yangu nawapa, siwapi kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyo yenu, wala msiogope. Mmesikia nilivyowaambia, ninaenda na nitakuja kwenu. Kama mngalinipenda, mngalifurahi kwamba ninaenda kwa Baba, kwa sababu Baba ni mkuu kuliko mimi. Nimewaambia haya sasa, kabla hayajatokea, ili yakitokea muamini. Sitasema nanyi tena kwa muda mrefu, kwa maana mkuu wa ulimwengu huu anakuja, wala hana kitu ndani yangu. Lakini ili ulimwengu ujue kwamba nampenda Baba na nafanya kama Baba alivyoniamuru. Inukeni, twendeni kutoka hapa. Uchambuzi wa muktadha, kijiografia, kihistoria, kisiasa, kijamii na kidini. Sura hii inaonyesha Yesu akiwafariji wanafunzi na kuahidi Roho Mtakatifu kama msaidizi. Kijiografia, mazungumzo haya yalitokea usiku kabla ya mateso, Yerusalemu. Kihistoria, linaandaa wafuasi wake kwa kutokuwepo kwake kimwili. Kisiasa, linaonyesha upinzani wa mkuu wa ulimwengu huu. Kijamii, linaimarisha imani na umoja wa jumuiya. Kidini, linafunua utatu na uwepo wa Mungu daima ndani ya waamini. Injili ya Yohana, sura ya 16. Roho Mtakatifu, msaidizi na mwongozi. Mambo haya nimewaambia ili msijikwae. Watawafukuza katika masinagogi, na saa inakuja ambapo kila mtu atakayewawa atadhani anamtolea Mungu ibada. Watafanya haya kwa sababu hawakumjua Baba wala mimi. Lakini nimewaambia haya ili wakati saa itakapofika mkumbuke kwamba niliwaambia. Sikusema haya tangu mwanzo kwa sababu nilikuwa pamoja nanyi. Sasa naenda kwa yeye aliyenituma, wala hakuna kati yenu ananiuliza, unaenda wapi? Lakini kwa sababu nimewaambia haya, huzuni imejaza mioyo yenu. Lakini nawaambia kweli, ni faida kwenu mimi nikienda, kwa maana nisipoenda, msaidizi hatakuja kwenu, lakini nikienda, nitamtuma kwenu. Atakapokuja, atauheshisha ulimwengu juu ya dhambi, juu ya haki na juu ya hukumu. Juu ya dhambi, kwa sababu hawaniamini. Juu ya haki, kwa sababu naenda kwa Baba, wala hamtaniona tena. Na juu ya hukumu, kwa sababu mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Bado nina mambo mengi ya kuambia, lakini sasa hamwezi kuyavumilia. Lakini atakapokuja Roho wa kweli, atawaongoza katika kweli yote. Kwa maana hatasema kwa nafsi yake, bali atasema yote atakayosikia na atawaonyesha mambo yajayo. Yeye atanitukuza, kwa kuwa atapokea yaliyo yangu na kuwaonyesha ninyi. Yote Baba aliyo nayo ni yangu, kwa hiyo nimesema atapokea yaliyo yangu na kuwaonyesha ninyi. Bado kitambo kidogo, hamtaniona tena, na tena kitambo kidogo, mtaniona. Ndipo baadhi ya wanafunzi wake wakasema wao kwa wao, hii ni nini asemayo, bado kitambo kidogo, hamtaniona, na tena kitambo kidogo, mtaniona, na anaenda kwa Baba? Walisema, anamaanisha nini kwa kitambo kidogo? Hachuelewi asemayo. Yesu alipojua kwamba walitaka kumuuliza, akawaambia, mnaulizana kati yenu juu ya nililosema, bado kitambo kidogo, hamtaniona, na tena kitambo kidogo, mtaniona. Amin, amin nawaambia, mtalia na kuomboleza, lakini ulimwengu utafurahi. Mtakuwa na huzuni, lakini huzuni yenu itageuzwa kuwa furaha. Mwanamke anapokuwa karibu kujifungua, ana huzuni kwa sababu saa yake imefika, lakini akishajifungua mtoto,
hasikii tena uchungu kwa furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Vivyo hivyo ninyi sasa mna huzuni, lakini nitawaona tena, na mioyo yenu itafurahi, wala hakuna atakayewaondolea furaha yenu. Siku hamtaniuliza chochote. Amin, amin nawaambia, kila kitu mtakachoomba kwa Baba kwa jina langu, atawapa. Hata sasa hamjaomba chochote kwa jina langu, ombeni nanyi mtapokea, ili furaha yenu ikamilike. Nimewaambia haya kwa mifano, lakini saa inakuja ambapo sitasema tena kwa mifano, bali nitawaambia waziwazi juu ya Baba. Siku ile mtaomba kwa jina langu, wala siwaambii kwamba nitamwomba Baba kwa ajili yenu, kwa maana Baba mwenyewe anawapenda, kwa sababu mmenipenda na mliamini kwamba nimetoka kwa Mungu. Nimetoka kwa Baba na nimekuja ulimwenguni, tena naiacha dunia na naenda kwa Baba. Wanafunzi wake wakamwambia, sasa unasema waziwazi wala hutumii mfano wowote. Sasa tunajua kwamba unajua mambo yote na huna haja mtu akuulize. Kwa hiyo tunaamini kwamba umetoka kwa Mungu. Yesu akawajibu, sasa mnaamini? Tazameni, saa inakuja na imekwisha kufika, ambapo mtatawanyika, kila mmoja kwa upande wake, na mtaniacha peke yangu. Lakini mimi siko peke yangu, kwa maana Baba yuko pamoja nami. Mambo haya nimewaambia ili mpate amani ndani yangu. Ulimwenguni mtapata dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Uchambuzi wa muktadha kijiografia, kihistoria, kisiasa, kijamii na kidini. Sura hii inaonyesha Yesu akiwatayarisha wanafunzi wake kwa kuondoka kwake na kuahidi Roho Mtakatifu kama msaidizi. Kijiografia, mazungumzo haya yanaendelea Yerusalemu. Kihistoria, linaonyesha kutawanyika kwa wafuasi na mateso. Kisiasa, linaonyesha hukumu ya mkuu wa ulimwengu huu. Kijamii, linaimarisha tumaini na imani ya wanafunzi. Kidini, linaonyesha kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya waamini na ushindi wa mwisho wa Kristo. Injili ya Yohana, sura ya 17. Sala ya kikuhani ya Yesu. Baada ya kusema haya, Yesu akainua macho yake mbinguni akaomba, akisema, Baba, saa imefika, mtukuze mwana wako, ili mwana wako akukutukuze wewe. Kama ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili awape uzima wa milele wote uliompa. Na uzima wa milele ndio huu: wakujue wewe, Mungu wa kweli pekee, na Yesu Kristo uliyemtuma. Nimekutukuza duniani, nikimaliza kazi ulioniagiza nifanye. Na sasa, Baba, nitukuze pamoja nawe kwa utukufu niliokuwa nao pamoja nawe kabla ulimwengu haujakuwapo. Nimewajulisha jina lako watu ulionipa kutoka ulimwenguni. Walikuwa wako, nawe ulinipa, nao wameishika neno lako. Sasa wanajua kwamba yote ulinipa yametoka kwako. Kwa maana maneno ulinipa nimewapa, nao wameyapokea. Na kwa kweli wamejua kwamba nimetoka kwako, nao wameamini kwamba umenituma. Kwa ajili yao naomba, siombi kwa ajili ya ulimwengu, bali kwa ajili ya wale ulionipa, kwa kuwa ni wako. Yote yaliyo yangu ni yako, na yaliyo yako ni yangu, nami nimetukuzwa ndani yao. Sasa mimi siko tena ulimwenguni, bali wao wako ulimwenguni nami naenda kwako. Baba Mtakatifu, wahifadhi kwa jina lako, lile ulilonipa, ili wawe na umoja, kama sisi tulivyo na umoja. Nilipokuwa pamoja nao niliwahifadhi kwa jina lako, lile ulilonipa. Niliwahifadhi, wala hakuna aliyepotea, ila yule mwana wa maangamizo, ili maandiko yatimie. Sasa naenda kwako, nami nasema haya ulimwenguni, ili wawe na furaha yangu kamili ndani yao. Nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia kwa sababu si wa ulimwengu, kama vile mimi si wa ulimwengu. Siombi uwatoe ulimwenguni, bali uwahifadhi na yule mwovu. Wao si wa ulimwengu, kama mimi si wa ulimwengu. Yuwatakase kwa kweli, neno lako ndilo kweli. Kama vile ulivyonituma ulimwenguni, nami nimewatuma ulimwenguni. Na kwa ajili yao najitakasa mwenyewe, ili nao watakaswe kwa kweli. Siombi kwa ajili ya hawa tu, bali kwa ajili ya wale watakaoniamini kwa neno lao, ili wote wawe na umoja, kama wewe, Baba, ulivyo ndani yangu nami ndani yako, ili nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu uamini kwamba umenituma. Nimewapa utukufu ulionipa, ili wawe na umoja, kama sisi tulivyo na umoja. Mimi ndani yao, na wewe ndani yangu, ili wakamilishwe katika umoja. Na ulimwengu ujue kwamba umenituma na umewapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Baba, wale ulionipa nataka wawe pamoja nami nilipo.
wapate kuona utukufu wangu ulionipa, kwa sababu ulinipenda kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Baba mwenye haki, ulimwengu haukukujua, lakini mimi nimekujua, na hawa wamejua kwamba umenituma. Nimewajulisha jina lako, na nitalijulisha tena, ili upendo ulionipenda uwe ndani yao, nami niwe ndani yao. Uchambuzi wa muktadha: kijiografia, kihistoria, kisiasa, kijamii na kidini. Sala hii inaonyesha ushirika wa kina kati ya Yesu na Baba na maombezi yake kwa wanafunzi na waamini wa baadaye. Kijiografia, tukio linatokea katika muktadha wa karamu ya mwisho, Yerusalemu. Kihistoria, ni kilele cha maandalizi ya mateso. Kisiasa, linaonyesha upinzani na mateso ambayo wafuasi wa Yesu watakabiliana nayo. Kijamii, linaonyesha umoja na ulinzi wa kundi. Kidini, linaonyesha utakaso, kweli na utume wa kanisa ulimwenguni. Injili ya Yohana, sura ya 18. Kukamatwa kwa Yesu na hukumu mbele ya Pilato. Baada ya kusema haya, Yesu alitoka pamoja na wanafunzi wake kuvuka kijito cha Kidroni, palipokuwa na bustani, akaingia humo pamoja nao. Yuda, yule aliyemsaliti, alijua mahali pale, kwa sababu Yesu mara nyingi alikutana pale na wanafunzi wake. Yuda, akiwa mbele, pamoja na walinzi waliotumwa na wakuu wa makuhani na Mafarisayo, akaja pale na taa, mienge na silaha. Yesu, akijua mambo yote yatakayompata, alikwenda mbele akawauliza, "Mnamtafuta nani?" Wakamjibu, "Yesu Mnazareti." Yesu akawaambia, "Mimi ndiye." Yuda, yule aliyemsaliti, alikuwa pamoja nao. Yesu alipowaambia, "Mimi ndiye," walirudi nyuma wakaanguka chini. Akauliza tena, "Mnamtafuta nani?" Wakasema, "Yesu Mnazareti." Yesu akajibu, "Nimekwisha kuambia mimi ndiye, basi mkinitafuta mimi, waacheni hawa waende." Ili litimie neno alilosema, "Wale ulionipa sikumpoteza hata mmoja." Ndipo Simoni Petro, aliyekuwa na upanga, akauchomoa akampiga mtumishi wa kuhani mkuu, akamkata sikio la kulia. Na jina la mtumishi lilikuwa Maliko. Yesu akamwambia Petro, "Rudisha upanga wako ghalani, je, sitakunywa kikombe alichonipa Baba?" Ndipo kikosi mkuu na walinzi wa Wayahudi wakamkamata Yesu wakamfunga. Wakamtia kwanza kwa Anasi, kwa kuwa alikuwa mkwe wa Kayafa, kuhani mkuu mwaka huo. Kayafa ndiye aliyewashauri Wayahudi kwamba afadhali mtu mmoja afe kwa ajili ya watu. Simoni Petro na mwanafunzi mwingine walimfuata Yesu. Mwanafunzi huyo alikuwa anajulikana na kuhani mkuu, akaingia pamoja na Yesu katika ua wa kuhani mkuu, lakini Petro akabaki nje mlangoni. Ndipo mwanafunzi mwingine, anayejulikana na kuhani mkuu, akatoka akasema na mlinzi wa lango akamwingiza Petro. Mlinzi akamwambia Petro, "Je, wewe si mmoja wa wanafunzi wa mtu huyu?" Petro akajibu, "Mimi si." Walinzi na watumishi walikuwa wamesimika moto kwa sababu kulikuwa na baridi, wakajipasha moto. Petro pia alikuwa pamoja nao akijipasha moto. Ndipo kuhani mkuu akamuuliza Yesu juu ya wanafunzi wake na mafundisho yake. Yesu akajibu, "Nimesema waziwazi kwa ulimwengu, daima nimefundisha katika sinagogi na hekaluni, ambako Wayahudi wote hukusanyika, wala sikusema kwa siri. Kwa nini unaniuliza mimi? Waulize waliolisikia, hao wanajua nililosema." Aliposema haya, mmoja wa walinzi akampiga kofi Yesu akisema, "Je, ndivyo unavyomjibu kuhani mkuu?" Yesu akajibu, "Nikisema vibaya, toa ushahidi wa ubaya, lakini nikisema vema, kwa nini unanipiga?" Ndipo Anasi akamtuma akiwa amefungwa kwa Kayafa, kuhani mkuu. Simoni Petro alikuwa akijipasha moto, wakamwambia, "Je, wewe si mmoja wa wanafunzi wake?" Petro akakana akasema, "Mimi si." Mmoja wa watumishi wa kuhani mkuu, ndugu wa yule Petro aliyemkata sikio, akasema, "Je, sikukuona bustanini pamoja naye?" Petro akakana tena, na mara jigo akawika. Wakamtoka Yesu kutoka kwa Kayafa wakampeleka kwa Praitorio. Ilikuwa asubuhi mapema, nao hawakuingia ndani ya Praitorio ili wasijichafue, wapate kula Pasaka. Pilato akatoka akawaambia, "Mnamshtaki mtu huyu kwa nini?" Wakajibu, "Kama huyu hangekuwa mwenye kosa, tusingemkabidhi kwako." Pilato akawaambia, "Mchukueni ninyi mkamhukumu kwa sheria yenu." Wayahudi wakamjibu, "Sisi si halali kumuua mtu yeyote." Ili litimie neno Yesu alilosema, akionyesha ni mauti gani atakufa. Ndipo Pilato akaingia tena Praitorio, akamwita Yesu akamuuliza,
wewe ni mfalme wa Wayahudi? Yesu akajibu, unasema kwa nafsi yako, au wengine wamekuambia juu yangu? Pilato akajibu, je, mimi ni Myahudi? Taifa lako na wakuu wa makuhani wamekuletea kwangu, umefanya nini? Yesu akajibu, ufalme wangu si wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, watumishi wangu wangelipigana ili nisikabidhiwe kwa Wayahudi. Lakini ufalme wangu si wa hapa. Pilato akamwambia, basi wewe ni mfalme? Yesu akajibu, wewe wasema kwamba mimi ni mfalme. Kwa ajili hii nimezaliwa na kwa ajili hii nimekuja ulimwenguni, ili nitoe ushuhuda wa kweli. Kila mtu aliye wa kweli husikia sauti yangu. Pilato akamwambia, kweli ni nini? Na aliposema haya, akatoka tena kwa Wayahudi akawaambia, mimi simuoni na kosa lolote. Lakini mna desturi kwamba niwaachie mtu mmoja wakati wa Pasaka. Mnataka niwaachie mfalme wa Wayahudi? Wote wakapiga kelele wakisema, si huyu, bali Baraba. Na Baraba alikuwa mwizi. Uchambuzi wa muktadha, kijiografia, kihistoria, kisiasa, kijamii na kidini. Sura hii inaonyesha kukamatwa na hukumu ya Yesu. Kijiografia, matukio yanatokea katika bustani ya Getsemane, katika jumba la kuhani mkuu na praitorio la Pilato, Yerusalemu. Kihistoria, linaonyesha mwanzo wa mateso. Kisiasa, linaonyesha mgongano kati ya viongozi wa kidini wa Kiyahudi na serikali ya Kirumi. Kijamii, linaonyesha kuachwa na wanafunzi na upweke wa Yesu. Kidini, linaonyesha utimilifu wa unabii wa mateso na kifo cha Masihi. Injili ya Yohana, sura ya 19. Kusulubiwa na kifo cha Yesu. Ndipo Pilato akamchukua Yesu na kumtesa. Askari wakasuka taji ya miiba, wakaweka juu ya kichwa chake na kumvika vazi la zambarau. Walimkaribia wakisema, salamu, mfalme wa Wayahudi. Nao wakampiga makofi. Pilato akatoka tena na kuwaambia, tazameni, namleta kwenu ili mjue kwamba simuoni na kosa lolote. Yesu akatoka, akiwa amevaa taji ya miiba na vazi la zambarau. Pilato akawaambia, tazameni mtu huyu. Walipoona wakuu wa makuhani na walinzi, wakapiga kelele wakisema, msulubishe, msulubishe. Pilato akawaambia, chukueni ninyi mkamsulubishe, kwa maana mimi simuoni na kosa lolote. Wayahudi wakamjibu, tuna sheria, na kwa mujibu wa sheria yetu lazima afe, kwa sababu amejifanya mwana wa Mungu. Pilato aliposikia maneno haya, akaogopa zaidi. Akaingia tena ndani ya kiti cha hukumu na kumuuliza Yesu, wewe umetoka wapi? Lakini Yesu hakumjibu. Pilato akamwambia, hineshi ajibu? Hujui kwamba nina mamlaka ya kukuachia na mamlaka ya kukusulubisha? Yesu akamjibu, hungekuwa na mamlaka yoyote juu yangu kama haingetolewa kutoka juu. Kwa hiyo yule aliyenikabidhi kwako ana dhambi kubwa zaidi. Tangu wakati huo Pilato alitaka kumwachia, lakini Wayahudi walipiga kelele wakisema, ukimwachia huyu, si rafiki wa Kaisari. Kila mtu ajifanyaye mfalme anapingana na Kaisari. Pilato aliposikia maneno haya, akamleta Yesu nje na kuketi katika kiti cha hukumu, mahali paitwapo Lithostroto, kwa Kiebrania Gabata. Ilikuwa siku ya maandalizi ya Pasaka, karibu saa 6. Akawaambia Wayahudi, tazameni mfalme wenu. Lakini wakapiga kelele, ondoa, ondoka, msulubishe. Pilato akawauliza, je, nimsulubishe mfalme wenu? Wakuu wa makuhani wakajibu, hatuna mfalme ila Kaisari. Ndipo akamkabidhi ili asulubiwe. Wakamchukua Yesu, naye, akibeba msalaba wake, alitoka kwenda mahali paitwapo Fuvu, kwa Kiebrania Golgotha. Hapo wakamsulubisha, na pamoja naye wengine wawili, mmoja kila upande, na Yesu katikati. Pilato akaandika pia maandishi na kuyatia juu ya msalaba, na yameandikwa, Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Wayahudi wengi wakasoma maandishi haya, kwa kuwa mahali pale Yesu aliposulubiwa palikuwa karibu na mji, na yameandikwa kwa Kiebrania, Kilatini na Kigiriki. Wakuu wa makuhani wa Wayahudi wakamwambia Pilato, usiseme, mfalme wa Wayahudi, bali kwamba alisema, mimi ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akajibu, nilichoandika, nimeandika. Askari walipomsulubisha Yesu, wakachukua mavazi yake na kuyagawa sehemu 4, kila askari sehemu moja, na pia kanzu. Kanzu hiyo haikuwa na mshono, imesokotwa kutoka juu hadi chini. Wakasema wao kwa wao, tusiharibu, bali tupige kura juu yake ili tuone itakuwa ya nani. Ili kutimizwa maandiko yasemayo,
Waligawanya mavazi yangu kati yao, na juu ya kanzu yangu walipiga kura. Hivyo walifanya askari. Na karibu na msalaba wa Yesu walikuwa mama yake, na dada yake mama yake, Maria mke wa Klopa, na Maria Magdalene. Yesu alipomwona mama yake na yule mwanafunzi aliyempenda, akamwambia mama yake, "Mwanamke, tazama mwanao." Kisha akamwambia mwanafunzi, "Tazama mama yako." Na tangu saa ile mwanafunzi akamchukua nyumbani kwake. Yesu alipojua kwamba mambo yote yametimizwa, ili maandiko yatimizwe, akasema, "Nina kiu." Palikuwa na chombo kilichojaa siki, wakachukua sifongo, wakaiweka katika hisopo, wakaipeleka kinywani mwake. Yesu alipokunywa siki, akasema, "Imekwisha." Akaegemea kichwa chake na akatoa roho. Wayahudi, kwa kuwa ilikuwa siku ya maandalizi na Sabato ile ilikuwa siku kuu, waliomba kwa Pilato kwamba miguu yao ivunjwe na miili iondolewe. Basi askari wakaja na kuvunja miguu ya wa kwanza na wa pili waliokuwa wamesulubiwa pamoja naye. Walipomfikia Yesu, walipoona amekwisha kufa, hawakuvunja miguu yake. Lakini askari mmoja akauchoma ubavu wake kwa mkuki, mara ikatoka damu na maji. Yeye aliyeliona hili alitoa ushuhuda, na ushuhuda wake ni wa kweli, naye anajua kwamba anasema kweli, ili ninyi pia muamini. Kwa maana haya yalitokea ili maandiko yatimizwe yasemayo, hakuna mfupa wake utakaovunjwa. Na tena maandiko yasema, watamtazama yeye waliyemchoma. Baada ya haya, Yosefu wa Arimathaya, aliyekuwa mwanafunzi wa Yesu kwa siri kwa hofu ya Wayahudi, alimwomba Pilato ruhusa ya kuondoa mwili wa Yesu. Pilato akampa ruhusa. Akaenda na kuondoa mwili wa Yesu. Naye Nikodemo, yule aliyekuja usiku kwa Yesu hapo awali, akaja pia, akiwa na takriban ratili 100 za mchanganyiko wa manemane na aloesi. Wakauchukua mwili wa Yesu na kuufunga kwa vitambaa pamoja na manukato, kama desturi ya Wayahudi ya mazishi. Mahali pale aliposulubiwa palikuwa na bustani, na bustanini kulikuwa na kaburi jipya ambalo bado halijazikwa mtu yeyote. Hapo wakamweka Yesu, kwa sababu ya maandalizi ya Wayahudi, na kwa kuwa kaburi lilikuwa karibu. Uchambuzi wa muktadha: kijiografia, kihistoria, kisiasa, kijamii na kidini. Sura hii inasimulia kusulubiwa na kifo cha Yesu. Kijiografia: matukio yalitokea Golgotha, karibu na Yerusalemu. Kihistoria: ni kilele cha sadaka ya Yesu. Kisiasa: inaonyesha mamlaka ya Kirumi na shinikizo la viongozi wa Kiyahudi. Kijamii: inaonyesha kuachwa kwa wanafunzi na uwepo wa wanawake. Kidini: inatimiza unabii wa Mesia na ukombozi wa wanadamu. Injili ya Yohana, sura ya 20. Ufufuo wa Yesu na kuonekana kwa wanafunzi. Siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalene alikwenda kaburini alfajiri, bado giza, akaona jiwe limeondolewa kaburini. Akaenda mbio kwa Simoni Petro na yule mwanafunzi mwingine, ambaye Yesu alimpenda, akawaambia, "Wamemchukua Bwana kaburini, wala hatujui wamemweka wapi." Petro na yule mwanafunzi mwingine wakatoka wakaenda kaburini. Walikimbia wote wawili pamoja, lakini yule mwanafunzi mwingine alikimbia haraka kuliko Petro, akafika kwanza kaburini. Akapiga magoti, akaona vitambaa vya kitani vimewekwa chini, lakini hakuingia. Simoni Petro akafika mara baada yake, akaingia kaburini. Akaona vitambaa vya kitani vimewekwa chini na kile kitambaa kilichokuwa kichwani mwa Yesu, kikiwa kimekunjwa kando, si pamoja na vitambaa. Ndipo yule mwanafunzi mwingine aliyefika kwanza kaburini akaingia pia. Akaona akamini. Kwa maana bado hawakuwa wameelewa maandiko yasemayo kwamba imempasa kufufuka kutoka kwa wafu. Baada ya hayo, wanafunzi wakarudi nyumbani. Lakini Maria akasimama nje ya kaburi akilia. Alipokuwa akilia, akapiga magoti, akaangalia ndani ya kaburi, akaona malaika wawili wamevaa mavazi meupe, wameketi mahali mwili wa Yesu ulikuwa umewekwa, mmoja kichwani na mwingine miguuni. Wakamuuliza, "Mwanamke, kwa nini unalia?" Akasema, "Kwa sababu wamemchukua Bwana wangu, wala sijui wamemweka wapi." Aliposema haya, akageuka nyuma, akamwona Yesu amesimama, lakini hakujua kwamba ni Yesu. Yesu akamwambia, "Mwanamke, kwa nini unalia? Unamtafuta nani?" Yeye, akidhani ni mtunza bustani, akamwambia, "Bwana, kama wewe umemchukua, niambie umemweka wapi, nami nitamchukua." Yesu akamwambia, "Maria." Akapiga uso, akasema kwa Kiebrania, "Rabuni." Maana yake mwalimu.
Yesu akamwambia, usinishike, kwa maana bado sijapanda kwa Baba, bali nenda kwa ndugu zangu uwaambie kwamba ninapanda kwa Baba yangu na Baba yenu, Mungu wangu na Mungu wenu. Maria Magdalene akaenda akawaambia wanafunzi kwamba amemwona Bwana, na kwamba amemwambia mambo haya. Jioni ya siku ile, siku ya kwanza ya juma, wanafunzi walipokuwa wamekusanyika, milango ikiwa imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, Yesu akaja akasimama katikati yao akasema, amani iwe kwenu. Aliposema haya, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama vile Baba alivyonituma, nami ninawatuma ninyi. Aliposema haya, akapuliza juu yao akasema, pokeeni Roho Mtakatifu. Mkiwasamehe watu dhambi zao, zitasamehewa; mkizizuia, zitazuiliwa. Tomaso, mmoja wa 12, aitwaye Didimo, hakuwa pamoja nao Yesu alipokuja. Wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Lakini Tomaso akajibu, nisipoona alama za misumari mikononi mwake, na nisiweke kidole changu mahali pa misumari, na nisiweke mkono wangu ubavuni mwake, kamwe sitaamini. Baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwa tena ndani ya nyumba, na Tomaso alikuwa pamoja nao. Milango ikiwa imefungwa, Yesu akaja akasimama katikati yao akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, leta kidole chako uone mikono yangu. Leta mkono wako uweke ubavuni mwangu. Usikose imani, bali uwe na imani. Tomaso akajibu akasema, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, kwa kuwa umeniona, umeamini. Heri wale wasioona, lakini wameamini. Hakika Yesu alifanya ishara nyingi zaidi mbele ya wanafunzi wake, ambazo hazijaandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili muamini kwamba Yesu ndiye Kristo, Mwana wa Mungu, na kwa kuamini mpate uzima kwa jina lake. Uchambuzi wa muktadha: kijiografia, kihistoria, kisiasa, kijamii na kidini. Sura hii inaeleza ufufuo wa Yesu na kuonekana kwake kwa wanafunzi. Kijiografia: tukio linafanyika kaburini Yerusalemu na chumba walipokusanyika wanafunzi. Kihistoria: linaonyesha ushindi wa Yesu juu ya mauti. Kisiasa: linaonyesha Mesia wa Yesu mbele ya mamlaka. Kijamii: linaimarisha imani na umoja wa wafuasi wake. Kidini: linaonyesha tumaini la Kikristo juu ya uzima wa milele na kutumwa kwa Roho Mtakatifu. Injili ya Yohana, sura ya 21. Kuonekana kwa Yesu katika bahari ya Tiberia na kuthibitishwa kwa Petro. Baada ya mambo haya, Yesu akajidhihirisha tena kwa wanafunzi wake kando ya bahari ya Tiberia. Walikuwa pamoja Simoni Petro, Tomaso aitwaye Didimo, Nathanaeli wa Kana ya Galilaya, wana wa Zebedayo na wanafunzi wengine wawili. Simoni Petro akawaambia, nakwenda kuvua samaki. Wakajibu, nasi tutakwenda pamoja nawe. Wakatoka wakaingia katika mashua, lakini usiku ule hawakupata chochote. Asubuhi ilipokucha, Yesu alikuwa ufukoni, lakini wanafunzi hawakumtambua. Yesu akawauliza, watoto, mna chakula chochote? Wakajibu, hapana. Akawaambia, tupieni nyavu upande wa kulia wa mashua nanyi mtapata. Wakaitupa, wala hawakuweza kuivuta kwa sababu ya samaki wengi. Ndipo yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ni Bwana. Simoni Petro aliposikia kwamba ni Bwana, akajivika vazi lake, kwa maana alikuwa uchi, akajitupa baharini. Wanafunzi wengine wakaja kwa mashua, wakivuta nyavu iliyojaa samaki, kwa kuwa walikuwa takriban samaki wakubwa 150. Walipofika nchi kavu, wakaona moto wa makaa na samaki juu yake, na mkate. Yesu akawaambia, leteni baadhi ya samaki mliovua sasa. Simoni Petro akapanda mashua akavuta nyavu nchi kavu, imejaa samaki wakubwa 153. Ingawa walikuwa wengi, nyavu hazikupasuka. Yesu akawaambia, njonieni. Hakuna mwanafunzi aliyethubutu kumuuliza yeye ni nani, kwa maana walijua ni Bwana. Yesu akachukua mkate akawapa, vivyo hivyo na samaki. Hii ilikuwa mara ya 3 Yesu kujidhihirisha kwa wanafunzi wake, baada ya kufufuka kutoka kwa wafu. Walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, Simoni, mwana wa Yohana, wanipenda zaidi ya hawa? Petro akajibu, ndiyo Bwana, wewe wajua kwamba nakupenda. Yesu akamwambia, lisha wana-kondoo wangu. Akamuuliza tena, Simoni, mwana wa Yohana, wanipenda? Petro akajibu, ndiyo Bwana, wewe wajua kwamba nakupenda.
Yesu akamwambia, lisha kondoo wangu. Mara ya tatu Yesu akamuuliza Petro kama anampenda, na Petro akahuzunika kwa sababu Yesu alimuuliza mara tatu. Petro akajibu, Bwana, wewe wajua mambo yote, wajua kwamba nakupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo wangu. Amin, amin nakuambia, ulipokuwa kijana, ulikuwa ukijifunga na kwenda popote ulipotaka, lakini utakapokuwa mzee, utanyoosha mikono yako, na mtu mwingine atakufunga na kukupeleka mahali usipotaka. Alisema haya akionyesha ni kifo gani Petro atamtukuza Mungu. Baada ya kusema haya, akamwambia Petro, nifuate. Petro akageuka akamwona yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda, aliyekuwa akimfuata, akamuuliza Yesu, Bwana, huyu atakuwaje? Yesu akajibu, nikitaka abaki mpaka nitakaporudi, inakuhusu nini? Wewe nifuate. Ndipo ikasambaa miongoni mwa wanafunzi kwamba mwanafunzi huyu hatakufa. Lakini Yesu hakusema kwamba hatakufa. Alisema tu, nikitaka abaki mpaka nitakaporudi, inakuhusu nini? Huyu ndiye mwanafunzi anayetoa ushuhuda wa mambo haya na aliandika haya. Nasi tunajua ushuhuda wake ni wa kweli. Bado kuna mambo mengine mengi Yesu aliyoyafanya. Kama yangeandikwa moja kwa moja, naamini hata ulimwengu wote usingeweza kushika vitabu ambavyo vingeandikwa. Amina. Uchambuzi wa muktadha, kijiografia, kihistoria, kisiasa, kijamii na kidini. Sura hii inaonyesha Yesu akijidhihirisha mara ya tatu kwa wanafunzi na kuthibitisha uongozi wa Petro. Kijiografia, tukio linatokea bahari ya Tiberia, eneo la Galilaya. Kihistoria, linaonyesha kuimarishwa kwa utume wa mitume baada ya ufufuo. Kisiasa, linaonyesha mwendelezo wa uongozi wa kanisa jipya. Kijamii, linaonyesha urejesho na mwito wa huduma. Kidini, linaonyesha utume wa kichungaji na uaminifu kwa Kristo aliyefufuka.